Bwana, mambo vipi mdau na mwanafamilia wa Uncle J Simulizi? Mimi hapa unanisikia, naitwa Uncle J. Nikukaribisha kwenye hii chapter 5 ikiwa ni sehemu ya pili, mzigo wa kuitwa Ice You Kill Me. Bwana, mambo mengi yanaendelea kwenye huu mzigo na wengi wamefurahi kuona kwamba Ryan bado ni mzima. Sasa nini kilichoweza kuendelea? Na mara ya mwisho tulishia pale ambapo Naima alikuwa anafanya mazungumzo na Ryan, na inavyoonekana tayari Naima na Ryan walishaanza kuatilia mashaka hawa wazee, yani mzee Max na mzee Ghost. Sasa itakuwaje huko mbele ya safari? Bwana, karibu sana tupate kujua nini hasa kilichoweza kuendelea. Karibu. So, unakuja Ryan? Ndio ninakuja. Na hapa ninaingia kwenye ndege. Nikifika Afrika Kusini nitakutafuta kwa namba ya Afrika Kusini. Hakikisha kwamba unakuwa makini Ryan, kwa maana kwamba najiona nipo katikati ya kuzimu na sijui ni wapi pa kuelekea. Naima analitambua hilo. Ila tunahitaji kukuambia jambo moja tu. Ukae ukijua endapo nikirudi nitalikamilisha kama nikipata nafasi. Jambo gani Ryan? Max na baba lazima nitawaua. Na hili nimeshalipitisha akilini mwangu. Na kitu chochote ninachokipitisha moyoni mwangu wakipingwi. Nikutakia siku njema. Simu ikakatika na kumfanya Naima baki mdomo wazi, kwa maana ya kwamba anamjua Ryan ni mtu ambaye kishalipanga lake hakuna anayeweza kulipangua. Ni Mungu tu na si mwanadamu. Shit. Nini ambacho unataka kukifanya Ryan? Naima alizungumza huku mapigo ya moyo yakimwenda kasi kweli kweli. Akafunga pale maji ya bomba la mvua huku akiwa anashusha pumzi taratibu. Mungu, nipushe na hili kwa kweli. Naima alizungumza hivyo na kisha katoka bafuni humo. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili Ryan alionekana kuzungumza kimoyomoyo akisema, nisubiri mke wangu, ninakuja. Ryan alizungumza hivyo kimoyomoyo huku akitazama jinsi ndege hiyo iliyokuwa imepanda. Ndege iliyokuwa inaelekea Afrika Kusini akiwa yeye na wenzake watatu waliokuwa wamekabidhiwa na Rais Eddie. Maxi, popote pale ulipo, kabla sijakuwa, ni lazima unijibu maswali yangu haya. Wale wanafunzi walikuwa na hatia gani mpaka kuwaua? Hamkuona njia nyingine ya kuweza kuwateketeza maadui zenu mpaka kutumia njia ya wanafunzi wale? Wewe na baba ni watu ambao hamfai kabisa kwenda kushika madaraka ya nchi yangu pendwa ya Tanzania. Ryan alizungumza hapo, machozi yalikuwa yakimlengalenga kwa uchungu mno. Naam, msikilizaji, kwa upande mwingine mlango wa ofisi ya makamu wa rais ulionekana kufunguliwa na Flora aliingia, lakini uso wake ulikuwa na hasira kweli kweli. Baba yake akavua pale miwani huku akimtazama kwa umakini mno. Wewe Flora, imekuwaje tena? Makamu wa rais aliuliza hivyo. Baba, unahisi ilikuwaje? Walinzi wangu walifanya ambacho wanapaswa kuweza kukifanya. Waliwazuia wasinidhuru, kwa maana ya kwamba yule mwanamke kichaa alikuwa anakuja kunivamia na kunidhuru, au hao wanaolalamika mitandaoni wanahitaji mimi ningepigwa ili wapate cha kuweza kuandika na kuchora vikatuni kwenye magazeti. Hebu nisikilize Flora. We hao achana nao. Makamu wa rais alizungumza huku akimtazama mwanae usoni. Ila baba, moyo wangu hautokuwa na amani hadi pale nitakapoweza kushuhudia Lisa anapata maumivu kama aliyotusababishia sisi kwenye familia yetu. Unamaanisha nini binti yangu? Baba, anahitaji tuwaue wazazi wa Lisa ili apate yale maumivu ambayo mimi nimeweza kuyafeel kwa babangu mdogo. Makamu wa rais kwanza alishusha pumzi nyingi sana huku akimtazama binti yake Flora usoni mwake. Mwanangu, kama unavyofahamu, tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, uchaguzi wa madiwani, uchaguzi wa wabunge. Nafasi ambayo chama inahitaji niweze kuichukua ni kugombea urais. Kwa 76% mimi nitashinda huo uchaguzi. Yaani ni uhakika wa moja kwa moja wa mimi na kwenda kwa rais babako.
Makamu wa rais alizungumza kwa sauti ya upole kabisa. Na endapo kutakuwa kuna skendo yoyote ya ajabu, itachangia kwa namna moja ama nyingine kutushusha sisi. Au nataka tuishi nje ya nafasi hii ya urais? Hapana baba. Sasa tunapaswa kuwa ni waigizaji wazuri ili kucheza na akili za wananchi. Hawa wananchi ni kucheza nao tu kiakili. Unajua wananchi ni kama vile watoto, unawadanganyishia tu hiki na hiki na hiki na hiki. Jinsi unavyotaka kuwachezesha ndivyo watakavyoweza kucheza. Sijui unanielewa? Ndiyo baba. Unapaswa kuweza kutoka kwenye vyombo vya habari na kuomba msamaha kwa lile tukio lililojitokeza. Na ile familia sisi tutaishughulikia kimya kimya, na hii ni mara baada ya mimi kuweza kuwa rais. Tutakwenda kwa tuna power, tutakwenda kwa tuna nguvu. Hakuna kinyago yoyote atakayetupelekesha, na tutawaua wale kimya kimya. Baba bwana. Flora, omba msamaha. Kuhakikisha ya kwamba hilo swala linafanyika leo hii. Ya kuzungumza wewe utayajua mwenyewe kwa sababu ni mtu mzima. Ila hakikisha unaomba tu msamaha kabla ya masaa mawili hayajaweza kuisha. Makamu wa rais alizungumza hivyo huku akimkazia macho Flora. Sawa baba. Ila tambua tu ya kwamba ninafanya kwa ajili yako. Sio kwa ajili yangu. Ni kwa ajili yetu. Kwa maana tukianguka tunaanguka sote. Sijui umenielewa? Mimi nikiwa rais maana yake ni kwamba na wewe umepata, umefanikiwa. Umenielewa? Ndiyo baba. Nenda kalitekeleze kwa ustadi wa hali juu. Flora alinyanyuka pale na kisha katoka ofisini hapo kwa baba yake. Naam. Huku upande wa pili tunapata kumwona Linda akilalama kweli kweli akiwa anasema yani mpumbavu yule. Ngoja, haki ya Mungu. Mimi nikipata nguvu nitawateketeza kabisa. Hawezi kutuonea kijinga kisa wao na madaraka, alafu sio sisi tuliowafuata sisi. Ni wao ndio ambao wametufuata sisi. Linda aliendelea kulalama huku akiwa anasimamisha gari mbele geti lao, na taratibu gari hilo likafunguka, wakaingia ndani. Mwanangu, swala la kulipiza kisasi kwenye haya maisha sio jambo jema. Baba, hatuwezi kuwa watakatifu kwa kiwango hiki baba. Hata shetani mwenyewe atatushangaa. Hapa ni ubaya tu baba. Hakuna namna baba. Linda alifungua pale mlango wa gari akashuka. Honi ya gari getini iliwafanya watazame geti hilo. Usifungue kwanza. Linda alizungumza huku akitembea kwa mwendo wa haraka kuelekea getini. Ni kina nani hao? Linda alimuuliza mlinzi. Mlinzi akasema kuna V8 hapa mbili nyeusi mkuu zimesimama hapo nje. Mlinzi wa getini alizungumza huku akiwa anatazama TV ndogo iliyopo kwenye kibanda cha getini kwake, huku TV hiyo ikiwa imeunganishwa na CCTV kamera. Linda kaingia ndani ya kibanda hicho na akanyanyua pale mkonga wa simu maalum iliyokuwa imeunganishwa na simu iliyopo nje ya geti, huku akiwa anatazama wanaume wawili waliovalia suti nyeusi waliokuwa wameshuka kwenye magari hayo mawili. Jitambulisheni nyinyi kina nani? Alizungumza hivyo Linda kwa sauti yake ambayo ilisikika kwenye nguzo ya geti zilizokuwa zimewekwa spika ndogo. Jamaa akasema naitwa Samson na mwenzangu ni Eric. Tumeagizwa na dadako Lisa kuja kuwachukua kwa peleka uwanja wa ndege. Linda akawatazama wanaume hao vizuri. Akasema nitajuaje kama ni nyie kweli? Okay, ngoja tuzungumze na dadako. Akupigie kwenye namba yako. Sawa. Wazazi wa Linda wakafika getini hapo huku akiwa wamejawa na wasiwasi. Ni akina nani hao? Ni watu wa Lisa. Si wafungulie. Nahitaji waweze kuthibitisha kwamba dada ndo amewatuma. Hatuwezi kukurupuka tu kirahisi hivyo. Ikiwa tumetoka kuweza kukunani huko kugombana na yule mpuuzi na upumbavu wake, ulisikuta amewatuma watu wake waje tukamate. Mara baada ya Samson kukata simu, kweli simu ya Linda ilianza kuita kwa video call kwa haraka ilibidi apokee, na ndipo Lisa akasema, "Linda, naona watu wangu wameshafika hapo getini." Linda aligeuza pale kamera ya simu yake. "Dada, unazungumzia ni hawa?" Lisa akasema ndio. Mmoja anaitwa Eric na mwingine anaitwa Samson. Linda akasema okay sawa basi tunawafungulia geti. Lisa akasema ninawasubiria kwa hamu sana familia yangu. Linda akajibu hata sisi dada Lisa.
Mlinzi alimenya pale batani kufungulia geti hilo na taratibu lilianza kufunguka. Wakaingia pale ndani. Linda pamoja na wazazi wake walianza kukusanya nguo watakazoweza kwenda kuzivaa wakiwa na Lisa. Baada ya maandalizi ya nusu saa, waliingia ndani ya gari hizo na kumpa maagizo mlinzi kutokuruhusu mtu yeyote kuweza kuingia ndani ya jumba hilo, na safari kuelekea uwanja wa ndege ilianza. Wewe kaka, umesema unaitwa nani? Naitwa Eric. Hivi dada yangu yupo nchi gani? Kwa maana kwamba ametuficha, hajatuambia chochote mpaka sasa hivi. Kusema ule kweli siwezi kukuambia, kwani kazi yangu mimi ni kuja kuchukua na kuwapeleka tu uwanja wa ndege. Ina maana kwamba dadangu ana pesa nyingi kiasi kwamba mpaka anawaajiri nyie? Ninachokifahamu ni bosi wangu. Basi, hiyo masuala ya pesa kutokuwa nayo au anayo, mimi sifahamu dadangu. Na okay, poa, usijali. Walishangaa kuona gari hizo zikiingia uwanja wa ndege moja kwa moja bila hata kukaguliwa. Wakapelekwa mpaka kwenye maegesho maalum ya ndege binafsi. Milango ya gari hizo ikafunguliwa pale kwa nje na wasichana wawili waliokuwa wamevalia sare. Mnaweza kutufuata? Wasichana hao walizungumza huku Eric na Samson wakibeba mizigo. Linda alishangaa, private jet, yani ndege binafsi. Linda alizidi kushangaa, kwani sio jambo rahisi kwa mtu kumiliki ndege yake binafsi, tena kubwa kama wanayoipanda wao. Ndio. Dadangu Lisa kweli kiboko, soko utajiri huu. Alijisemea hivyo Linda. Waliingia ndani ya ndege hiyo, na baada ya taratibu zote za kupaa kuweza kukamilika, ndege hilo likaondoka uwanja wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na hapo safari ilianza kuelekea Afrika Kusini, huku Linda na wazazi wake wakiwa wamejawa na furaha kubwa mno. Jamani, dadangu Lisa huyu ndo anaela hivi. Linda aliguna, na hii ni mara baada ujumbe wa message kuingia pia kutoka kwa rafiki yake. Akaufungua. Ilikuwa ni link aliyokuwa ametumiwa. Aliona pale matangazo ya moja kwa moja kwenye moja ya channel ya YouTube. Akamwona pale Flora akizungumza na waandishi wa habari. Flora alikuwa anasema, sisi na familia ya Balozi ni ndugu kabisa, kwa maana kwamba babangu mdogo alimoa mmoja wa watoto wa balozi mstaafu anaitwa Lisa. Hivyo tofauti ambazo waandishi wengine wa habari wamezishikia mabango ni tofauti za kifamilia, na istosha wazazi wetu ni watu wanaoelewana na wanapendana sana. Kwenye swala la walinzi wangu kuonyesha silaha balozi na familia yake, kwanza ningependa kuomba radhi sana tena sana kwa familia nzima ya wakwe zetu, na walinzi wangu pia watawajibishwa kutokana na misingi na maadili ya kazi yao. Na nipende kuomba radhi watu wote waliokuwa eneo lile kwa kuwasababishia taharuki zisizokuwa za msingi kwa namna moja ama nyingine. Uongozi wa ile hoteli kwa tukio lile ambalo kwa namna moja ama nyingine pia sijapendezwa nalo, ni waombe radhi. Wanisamehe sana. Asanteni waandishi wa habari kwa kunisikiliza. Linda aliposikiliza maelezo ya Flora, Linda akasema, huyu mbona mnafiki huyu? Mnafiki mkubwa, mbwa kabisa, ushenzi nyang'au. Linda alizungumza hivyo huku akiachia msonyo mkali mpaka mama yake aliyekuwa amekaa siti pembeni akamtazama. Akamuuliza, wewe Linda nini? Mama, si yule mpuzi eti anaomba radhi kwa walinzi wake kutushikia sisi bastola. Ya kweli hayo? Ndio mama. Hawa sio watu wa kuamini. Umeona Sio watu wa kuamini kabisa kabisa. Ila najua kwa hili dalili aliyoweza kunionyesha dada, naamini atakuwa amejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba tunawalipizia kisasi wale wapuuzi, na kama ni kweli watajuta kia Mungu. Kwanza sasa hivi dada yangu Lisa anaonekana na hela. Linda alijiapiza. Linda alionekana na kisasi kweli kweli moyoni mwake, na alikuwa na hasira kweli kweli dhidi ya familia ya huyu makamu wa rais. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumuona msaidizi wa Monica. Alikuwa anazungumza kwa kusema, boss, unapaswa kuona hii. Msaidizi huyo Monica alizungumza huku akimpatia iPad Monica, na kisha akamuonesha tangazo la kutafutwa kwa Ryan pamoja na wenzake, akiwemo aliyekuwa makamu wa rais yani Judy. Unataka kuniambia kwamba maana yake ni kwamba wametoroka na ndio maana wanatafutwa ama? Ndio Madam Monica. Hili tangazo limetolewa na serikali Russia, ndio? Hapana. Ni kina nani wametoa hili? Ni organization ambao wanajiita Scorpion. Kama kwenye ile video ya Judy, hao watu aliwataja. Naona sasa wanakwenda kujitoa hadharani. Maji yameshawazidi unga. Ndio mkuu.
Je, Ryan tunamfanyaje? Tunafanyaje nini sasa sijakuelewa? Madam, ukiachana ya kwamba alikuwa ni mmoja wetu, ila pia Ryan ni baba wa mtoto wako. Ishia hapo. Kwenye maisha yangu binafsi sihitaji mtu au mtu yoyote kinyago chochote kije kinishauri. Najua nini cha kufanya mimi mwenyewe. Tunaelewana? Kwa sababu hata wakati nazaa naye wewe hukuwepo. Monica alizungumza kwa kufoka kweli. Msaidizi wake akasema sawa mkuu. Potea bwana. Msaidizi wake huyo akatoka huku Monica akiwa amechechemwa kwa hasira kweli. Hili ni lako mwenyewe Ryan, hata kama ukifa mimi halinihusu. Monica alizungumza na alionekana hana hasira kweli. Akaufunga mlango wa ofisini kwake kwa ndani. Alikuwa anajitafakari kwa zaidi ya kama dakika 30 na ndipo akapiga simu. Namba aliyoipiga ikaita kwa muda na kisha kweli iliweza kupokelewa. Cha usiku. Ndio madam. Hebu wajulishe wenzako ya kwamba ninawahitaji nchini Tanzania. Kwa nini mkuu, mbona haraka hivyo? Nisikilize Chiku. Kuna mambo yanaendelea na nahitaji kuweza kuwarudisha ndani ya system. Madam, unavyozungumza hivi umetafakari kweli au unazungumza mkuu? Chiku, nimetafakari na tiketi za ndege za mashirika matatu tofauti ninaziandaa na mtaondoka kwa muda tofauti na nampigia simu Max kumweleza hilo. Nahitaji mweze kuondoka huko mji hapa Tanzania. Sawa madam. Monica alikata ile simu na kisha akampigia mzee Max. Ndio mwanangu, za masiku. Salama mzee Shimako. Nashukuru, vipi mbona kama una jambo linakusumbua? Nahitaji vijana wangu warudi Tanzania. Kwa nini mbona haraka hivyo Monica? Kuna kazi nahitaji waifanye, ninawarudisha kwenye kitengo. Uchunguzi upo karibu na nyinyi mnajua mipango iliyopo mbele yetu. Ni wakati wa mimi kuweza kurudisha ndani ya kitengo, kwa maana ya kwamba hatujui nini kitatokea mbeleni. Sijui hapo unanielewa? Ya Monica, nakuelewa vizuri. Ya, ndio hivyo, tiketi za ndege ziko tayari na leo wataondoka kwa muda tofauti. Sawa, hakuna shaka. Nashukuru kwa kunielewa. Je, Monica, kuna jambo jingine tofauti na hilo? Hapana mzee wangu. Mwanangu anaendeleaje? Yupo na anazidi kuwa mrembo. Nashukuru kwa hilo. Monica alikata simu huko sura ya Lisa ilikuwa ikimjia usoni mwake. Kwani tangu Lisa aanze kuishi na mwanae, hata muda wa kuwasiliana na Cleopatra alikuwa ameupunguza, kwani moyoni mwake anahisi ya kwamba Lisa ameiba upendo wa mwanae huyo. Monica alishusha pumzi taratibu na kisha akaitafuta pale namba ya Rais, akampigia. Halo. Nimekupigia muda mbaya. Hapana mke wangu, niambie. Nahitaji leo tulale pamoja. Monica kweli? Ya, nimekomisi. Basi mapema tu mimi nakamilisha ratiba zangu kisha nitakuja nyumbani kwako. Sawa mume wangu, nakusubiria kwa hamu sana, nakupenda. Nakupenda sana mke wangu. Monica alikata simu na kisha akaachia msonyo mkali kweli. Monica akajiambia moyoni mwake, huu ni wakati wa kuzichanga karata zangu vizuri. Sitomtegemea mtu, hususan mwanaume. Ni wakati wa kuwaangusha mmoja baada ya mwingine. Monica alizungumza hivyo huku akitazama picha moja kwenye simu yake aliyokuwa ameiunganisha katika picha 4 ndogo kuanzia Ryan, mzee Max, Ghost pamoja na Rais. Baada ya muda wa kazi, Monica kapita pale supermarket. Alinunua pale vitu anavyovihitaji na kisha akaelekea nyumbani kwake. Alianza pale kuandaa chakula ambacho anakipenda Rais. Akiwa katikati ya maandalizi, simu yake ilianza kuita. Monica katazama vizuri hiyo simu, akaona ni namba ya msaidizi wa Rais. Yes, hello? Ndio Madam Monica. Niambie. Mkuu ameniambia nikufahamishe kwamba hataweza kuja nyumbani kwako leo kutokana na dharura ya kikazi. Dharura gani? Atakueleza yeye mwenyewe ni dharura gani ambayo inamkabili. Okay, sawa, nimekuelewa. Monica alikata simu huku akitazama vyakula ambavyo amevipika. Kwanza alishusha pumzi taratibu, aliitupa kwenye sofa huku akiwa hajui nini cha kufanya, kwani mpango wake aliyokuwa ameuandaa kwa siku hiyo ulikuwa umevurugika. Naam, msikilizaji. Majira ya saa 3 za usiku, helikopta iliyokuwa imewapakiza wazazi wa Lisa waliotokea kwenye kiwanja cha ndege mara baada ya kufika Afrika Kusini wakitokea nchini Tanzania iliweza kutua katika uwanja maalum wa helikopta uliopo nyumbani kwa Ghost. Lisa aliwapokea pale kwa furaha ya wazazi wake huku akiwakumbatia. Jamani, hapa kote ni kwako dada? Swali la Linda likamfanya Lisa tabasamu.
Hapa ni nyumbani kwa wakwe zangu. Wakwe zako? Kwa nani? Kwa mume wangu Ryan. Wow. Alafu kumbukumbu zangu shemeji alisema kwamba hana wazazi. Ni historia ndefu ila tutaizungumza. Karibuni mno. Walinzi wakabeba pale mabegi na kuelekea katika nyumba ya ghorofa moja ambayo ipo kwa ajili ya wageni. Hey, jamani, huu mji una majumba mazuri. Huwezi amini ya kwamba eneo hili lote ni la mtu mmoja. We, sija kuelewa. Mtu mmoja nani? Baba yangu mkwe. Ni nani huyo aisee? Kwa maana sio kwa pesa hizi alizonazo. Baba Lisa naye alizungumza huku akiwa amejawa na furaha, kwani mtu mmoja kutawala eneo kubwa tena lenye majumba yenye hadhi kubwa sio jambo la kawaida. Gari ikasimama nje ya jumba hilo. Baba mkwe wangu huyo anakuja. Ghost kweli aliingia ndani ya jumba hilo. Ni macho yangu ama ninachokiona ni kweli? Naam, Ghost alizungumza huku akimtazama baba yake na Lisa. Chrissy. Baba Lisa alizungumza kwa furaha na kumfanya Ghost amkumbatia kwa nguvu na kuwafanya watu wote kushangaa. Inaonekana babake Lisa na Ghost ni watu wanaojuana. Za masiku kaka. Salama ise. Za miaka mingi. Aise, salama sana kaka. Hivi unajua nilisikia kwamba wewe umefariki dunia? Ni story ndefu ambayo ipo kwa watu wengi ila tutayazungumza ndugu yangu. Kwanza nikutambulishe kwa mke wangu. Huyu ndiye mama yake na Lisa. Aise, unajua milima haikutani ila binadamu tunakutana. Karibu sana shemeji. Nashukuru sana mkwe. Naamini ya kwamba kwa huyu binti yangu Lisa sina haja kukutambulisha. Kwa kweli. Huyu pia ni binti yangu mdogo anaitwa Linda na yule pale ni mtoto wake. Aise, karibuni sana. Tena sana. Ghost alizungumza huku akiwa amejawa na tabasamu pana usoni mwake. Unajua mimi na Chrissy tumesoma shule ya msingi pamoja na tulikuwa ni marafiki sana. Baba Lisa alizungumza kwa furaha kweli kweli. Kumbe. Mama Lisa alishangaa. Na mara ya mwisho kukutana naye ilikuwa ni Marekani. Kipindi hicho ndo nilikuwa mimi nimeteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Marekani. Aise, unajua najiuliza kama ningemfanyia ubaya Lisa, leo hii ningeiweka wapi sura yangu mimi? Ghost alizungumza hivyo. Ni kweli kabisa ise kaka. Tuna mengi sana kuzungumza ndugu yangu. Kwa maana kwamba ni mengi sana ya kuzungumza. Hadi watoto wetu wamekuja kukutana na kuoana. Aise, ni jambo la kumshukuru Mungu. Ametukutanisha tena tukiwa katika umri kama huu. Ni jambo jema sana ndugu yangu. Tutazungumza kwa kuwa mna muda mwingi sana wa kukaa hapa, basi tutaongea mengi. Kwanza niwape pole kwa iliyotokea. Kwa maana kwamba video nimeiona muda mchache kabla nyinyi kuweza kufika. Video gani hiyo baba mkwe? Lisa aliuliza. Linda akasema, dada, kumbe hujaona? Ni yule mpumbavu Flora. Ndo nani? Yule mtoto wa makamu wa rais. Leo walinzi wake wametushikia bastola. Si unajua bifu la kifo cha baba yake mdogo bado linaendelea. Video yenyewe iko wapi? Hii hapa dada, angalia. Linda alimuonesha pale Lisa video iliyokuwa imerekodiwa. Hivyo shenzi sana hawa watu Haki ya Mungu, mwisho utakwenda kukaribia. Tena utakaribia haraka mno. Lisa alizungumza kwa hasira na jazba iliyokuwa imempanda kwa haraka mno. Jamani, wakati wa sasa sio kuzungumzia hayo. Wageni mmefika, inabidi muoge, kisha baada ya hapo tupate chakula cha usiku kama familia, kisha mpumzike kwa maana siku ya leo imekuwa ni ndefu sana kwenu. Hilo ni jambo la msingi sana rafiki yangu. Lisa, acha mimi nitangulie nikaangalia mazingira kisha utawaleta wageni. Sawa baba mkwe. Ghost aliondoka eneo hilo na akamwacha Lisa akiwa pamoja na wazazi wake. Unajua kipindi kile nilipokutana na Ryan,
Nilikuwa natamani kumuuliza kuhusiana na maisha ya Chris, ila nilisita kwa sababu nilikuwa ninajua amefariki. Ndio hivyo, yuko hai na ndio babangu mkwe. Aise, mwanangu, kwanza nichukue nafasi hii mimi pamoja na mama yako kukuomba msamaha kutokana na wewe kukushinikiza uolewe na yule mpumbavu ambaye mwisho wa siku ametuletea mabalaa ambayo kusema ule kweli ametugharimu sana. Uhuru wetu wa kuishi na furaha yetu hamna kabisa. Baba, mimi nilishawasamehe siku nyingi baba. Na wala tamsijali nyinyi, kwenu tuna amani. Tunakwenda kufungua kurasa mpya wa maisha, kwa maana kwamba ninawahitaji kuliko kipindi chochote cha uhai wangu. Mwanangu aliyopo tumboni atajawa na furaha sana endapo tu ataona nimezungukwa na watu wenye furaha, na hata ule usongo wa mawazo ambao unanikabili basi utaweza kuniisha kabisa. Ni kweli mwanangu, tuko hapa kwa ajili yako. Dada Lisa, ngoja kwanza, mimi nina swali la kizushi. Niulize tu Linda. Hivi baba mkwe wako anafanya kazi gani? Yeye ni mfanyabiashara mkubwa mwenye maviwanda mengi, na mmefanya jambo zuri kuweza kuja huku, kwa maana kwamba kesho ameniahidi kunitembeza kwenye miradi yake mingi. Hivyo tunaweza kujumuika kwa pamoja tukatembea mkamjua huu mji. Sawa, itakuwa ni jambo zuri kwa kweli. Jamani, mimi na njaa. Hizi story nyingine hizi zitaendelea tu baadaye jamani. Mama Lisa alizungumza na kuwafanya wote waelekee katika jumba kubwa la Ghost kwa ajili ya chakula cha usiku. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili tunapata kumwona Pamphile alikuwa akiongea na simu. Zimefika mkuu. Sawa, nitalifanyia kazi. Pamphile mara baada ya kupokea maelekezo hayo akakata simu. Taratibu akafungua kioo cha gari lake huku akiwa amekaa siti ya nyuma. Aliwatazama walinzi wake 6 waliokuwa wamesimama eneo hilo. Baada ya kulidadisi eneo hilo, alishuka ndani ya gari huku akipandisha kioo cha gari. Wakaingia pale ndani ya lifti na wakapandisha mpaka ghorofa ya 15 ya ghorofa hilo kubwa. Wakatoka kwenye korido ambayo kwenye moja ya mlango wa chumba kulikuwa kuna walinzi wawili wamesimama. Pamphile amefika na watu wake. Mlinzi mmoja alizungumza kwa kutumia earphone aliyokuwa amevaa sikioni mwake inayomwezesha kuwasiliana na wenzake. Mruhusuni kuingia. Walinzi 4 wakabaki nje ya mlango na walinzi wawili wakaongozana na Pamphile na kuingia ndani ya chumba hicho. Wakakutana na walinzi wawili ndani ya hiko chumba. Mkuu yupo huku, twende. Pamphile alielekezwa na walinzi aliokuwa amewakuta ndani hapo na akaingia katika chumba hicho peke yake. Aha, karibu sana Pamphile, za masiku. Salama tu General. Umekuwa dimu sana kaka kupatikana. Pamphile, wewe acha tu. Si unajua tunakaribia uchaguzi na chama kinajipanga kumsimamisha ule mpozi. Kwenye hilo ndugu yangu unalizungumziaje? Unajua Pamphile, jeshi kama jeshi, sisi atakayechaguliwa sisi kwetu ndo rais. Sasa hapo ndipo napopahitaji. Natambua ndani ya jeshi kuna malimbikizo mengi sana ambayo mnakutana nayo. Serikali hao jamaa imekuwa ikiwakandamiza sana. Wewe acha tu ndugu yangu Pamphile. Unajua wanajeshi wangu wanavumilia tu. Sasa unaamini chama cha upinzani kuchukua madaraka? Naamini. Unajua kiongozi ni karma, sio chama. Sasa General, nahitaji wewe na jeshi lako mniunge mkono kwa kiongozi ambaye tunahitaji kuweza kumsimamisha. Pamphile, nani tena wewe mnataka kumsimamisha? Kwa sasa General, siwezi kumweka hadharani huyo mtu, ila kuna mzigo ambao anahitaji kukupatia na kuna kiwango kikubwa zaidi ambacho utakipata, na anakuhakikishia kuendelea na cheo chako cha CDF hadi pale utakapofikisha umri wako wa kustaafu. Pamphile, ila tunatambua kwamba sisi hatuna chama. Najua hilo General, ila hebu fikiria kuhusiana na viongozi wengi wa usalama wa hii nchi waliopigwa chini, ikiwamo mimi. Max amepigwa chini, ambao hapo awali tulikuwa tunashirikiana vizuri sana kulinda usalama wa nchi, ila wanasiasa wa pumbavu wamekuja kuweza kulifanya ili taifa kama mali yao. Na kuelewa Pamphile. Twende kwenye point. Nini nifanye na dau lenu ni kiasi gani?
Bana, tunahitaji ulinzi kwa mgombea wetu mara baada ya kuingia nchini. Tunahitaji pale makomando wako wawe wanalinda msafara wake na kampeni zake zote, japo na yeye atakuwa na ulinzi wake. Pamphile, hilo ni jambo dogo tu, mbona limepita hilo? Labda useme kingine. Ni hilo tu, kwa maana kwamba jeshi kama jeshi ndio lina dhamana ya nchi. Leo mimi nakupatia dola milioni 10. Wewe Pamphile, kweli? Hizo ni zako. Tunakuingizia kwenye akaunti yako yoyote utakayoitaka. Tueleze, ni kitendo cha mimi tukupigia simu mara moja. Pamphile, wewe bwana unataka kunilipua kwa furaha Pamphile. General, ni furaha sasa hivi. Ila endapo utatusaliti, itakuwa ni kilio. Pamphile alizungumza na kumfanya General kumkazia macho. Ninachokimaanisha ndicho ninachokizungumza. Nyuma yangu mimi nina timu ya watu wenye nguvu nyingi sana, kama uko tayari kufanya kazi na sisi. Pamphile, naachaje kufanya kazi? Dili nono kama hili. Mimi niko tayari. Nipatie akaunti namba yako. Kweli General aliandika pale akaunti yake anayohitaji kuweza kuingizwa kiasi hiko cha pesa. Pamphile akatoa simu yake mfukoni na kisha akapiga simu. Alimtajia mtu akaunti hiyo ya benki iliyopo nchini China. Ujumbe mfupi ukaingia kwenye simu ya General. Akafungua pale barua pepe hiyo, akaingia na kuona taarifa ya kiasi cha dola milioni 10 kuingia kwenye akaunti yake. General alifurahi sana. Bwana Pamphile, kwanza niwahakikishie ulinzi wa rais wetu ajaye. Ulinzi uko kamili gado. Pamphile bwana. General alizungumza kwa furaha. Wakapeana mikono na Pamphile na kisha Pamphile akaondoka hotelini hapo, huku kazi aliyokuwa amepewa na mzee Max ya kumnunua General wa jeshi ikawa imekamilika. Mzee wangu, passport tafadhali. Mhudumu wa uwanja wa ndege alizungumza huku akimtazama mzee ambaye umri wake si chini ya miaka 70, na ndipo taratibu akatoa pale hati yake kusafiria na kumkabidhi dada huyo. Akaipitisha katika mashine ya ukaguzi na ikaonekana kabisa katika kompyuta yake pale kwamba kitambulisho kiko sawa. Alimtazama mzee huyo na kisha akatazama picha katika pasipoti hiyo, akagonga pale moli. Karibu sana Afrika Kusini mzee Cosmas. Asante sana mjoko wangu. Ryan alizungumza kwa sauti ya kizee ambayo sio rahisi kwa mtu kumgundua kwamba hapo alipo ukimtoa makeup ni bonge la kijana tenda handsome kabisa, tena shupavu na mwenye nguvu zake. Ryan akatembea mpaka kwenye uwanja wa ndege. Alikuwa anatembea kizee, yaani ukimwona hivi unaweza kusema kawi mzee wa kufa kesho kutwa, maana alikuwa anatembea kukapinda mgongo. Ryan akaita pale dereva taxi na kisha kaingia ndani ya taxi hiyo. Alimtajia dereva huyo mtaa ambao anataka kuelekea. Kweli kwa mwendo wa dakika kama 40 hivi au 30 wakafika katika mtaa wenye majumba machache. Ryan akamlipa dereva huyo na baada ya kuondoka, Ryan akatembea kwa miguu hadi mtaa wa pili kulipokuwa kuna nyumba ambayo alikuwa amepanga kukutana na vijana aliokuwa wamepewa na Rais Eddie. Wakampokea pale Ryan. Ryan alipokelewa pale na vijana wa Eddie. Jamaa unaonekana kama mzee kweli bwana. I say ni makeup so mchezo ndugu yangu. Vipi habari za hapa? Salama kabisa mkuu, karibu. Naona timu ishakamilika. Kabisa, tuko tayari mkuu. Nadhani tuna muda wa kupoteza. Na kazi iliyopo mbele yetu ni kazi ngumu sana, na ni kazi ambayo inahitaji umakini katika kuweza kutekeleza. Naam, Ryan alizungumza huku akiwa sasa anavua ile miwani aliyokuwa ameivaa. Naombeni tusikilizane kwa makini. Watu tunaokwenda kudili nao sio watu wadogo, ni watu hatari sana. Kwanza wana pesa, wana jeshi na wana nguvu. Mmoja sura yake naamini itakuwa sio ngeni, ila huyu mwingine sura yake ni sura yangu. Mkuu, unamaanisha nini? Ni babangu mzazi. Ukimwona yeye huna haja kuweza kuuliza kama ni babangu. Hivyo nahitaji kila mmoja wenu apumzike, na kesho ni siku ambayo Afrika Kusini itakwenda kuzizima. Na kwa tutakachoweza kwenda kukifanya, kila mtu atabaki na staajabu. Ryan alizungumza kwa kujiamini, akaziweka picha mbili juu ya meza ya kioo. Picha moja ikiwa ni picha ya mzee Max na picha nyingine ikiwa ni picha ya baba yake mzee Ghost. So, mkuu, utaendelea kuona muonekano kama huo wa babu au? Ryan akajitazama kwenye kioo kikubwa kilichopo sebuleni na kisha akatabasamu.
Huu ndio muonekano ambao sio rahisi kwa watu wake mimi kuweza kunifahamu. Hivyo itakuwa ni rahisi kwa mimi kuweza kutembea Afrika Kusini nzima pasipo wao kuweza kunitambua. Vipi, mmeshapata chakula? Ndio mkuu. Kwenye mtaa wa 3 hapo kutoka hapa kuna mgahawa mkubwa unafanya kazi masaa 24. Labda ukajipatie pale chakula. Funguo ya gari kwapi? Hii hapa. Ryan alikabidhiwa pale funguo ya gari. Alipewa bastola moja iliyokuwa imejaa risasi. Aliondoka eneo hilo na kufika kwenye mgahawa ambao kwa muda huo akakuta pale watu wengi wakiwa wanajipatia pale chakula. Alitoa simu mfukoni. Alimpigia Naima. Simu iliita mpaka ikakatika. Ikaita tena mpaka ikakatika. Huyu yuko na mzee nini? Mbona pokea simu zangu? Ryan alizungumza huku akirudisha simu hiyo mfukoni. Naam, kwa upande huu mzee Max alionekana kumuuliza Naima kwamba we Naima, mbona upokei simu? Mzee Max aliuliza huku akiwa wako mezani wakipata chakula cha usiku na familia ya Lisa. Baba, unajua sio vyema kupokea simu. Tena simu zenye kama hizi mbele ya watu. Nitampigia tu nikimaliza. Ndio, okay, sawa. Mzee Max alizungumza huku akisoma ujumbe mfupi kwenye simu yake. Jamani, samanini. Mzee Max akasimama baada ya kuomba samani na akatoka ndani hapo. Akaipiga simu hiyo. Mkuu, tupo kwenye target mkuu. Mtu huyo aliyopo upande wa pili wa simu hiyo alisikika akisema hayo maneno, na ndipo mzee Max akasema, wamalizeni, mnasubiri nini? Sawa mkuu. Mzee Max akakata ile simu na kisha karudi ndani, akamnong'oneza Ghost. Oya ndugu yangu, kazi ile imetekelezeka. Mzee Max alizungumza kwa sauti ya chini na kumfanya Ghost kutingisha tu kichwa kimaanisha kwamba amemuelewa. Baada ya kumaliza chakula cha usiku, Lisa na mama yake pamoja na Linda wakarudi kwenye nyumba waliokuwa wamefikia. Dada, kuna watu wana pesa jamani kwenye dunia. Dadangu Lisa, inabidi umwambie huyu mzee akufungulie hata hospitali uendelee na kazi yako ya udaktari. Au unataka kuiacha kazi yako? Mdogo wangu Linda, ngoja nijifungue kwanza. Kwa maana kwa sasa sihitaji kuweza kujitia kwenye shughuli yoyote ile zisizo na maana. Sawa. Mimi tu anipatie ajira jamani, kwa maana maisha ya Tanzania kama mweza kumenishachoka. Linda alizungumza huku akimlaza mtoto wake kitandani aliyokuwa amelala usingizi wa 444. Hata hivyo baba mkuu wangu ana makampuni mengi. Masuala ya ajira ni jambo rahisi mno kwake. Ngoja kwanza tukae hapa kwa siku kadhaa. Ukishazoea mazingira kisha nitamueleza hilo swala lako la kazi. Yaani dada, nitakushukuru wewe. Ndio dada. Alafu Linda, vipi mbona hujanieleza juu ya baba wa mwanao? Linda alishusha pumzi taratibu. Dada, ni story ndefu. Ila toka mimba imeweza kuingia tumboni mwangu, mimi ndio baba na mimi ndio mama. Hivyo sihitaji chochote kutoka kwake. Lakini ni mambo ya kuzungumzika. Sihitaji dada. Sihitaji kuweza kuiongelea hayo kwa sasa. Dada, acha nioge nilale. Linda alizungumza huku akivua nguo na kuingia bafuni. Mama, mbona upo kimya muda wote, uzungumzi uchangie chochote tangu umekuja? Mwanangu Lisa, kila kitu kinachotokea mimi nakiona kama ndoto kwenye maisha yangu mwanangu. Najiona ni mama mpumbavu sana ambaye sikuheshimu mawazo yako, na mwisho wa siku nikakuingiza kwenye matatizo makubwa ambayo kwa namna moja ama nyingine yameigharimu sana familia yangu mwanangu. Mama, hapana, usiseme hivyo. Upweke ambao nilikuwa nao kwa kipindi kile ndo ulikufanya ukafikia maamuzi kama yale. Ila mimi nimekusamea na sina tatizo kabisa na wewe mama. Mwanangu, mimi naona mpaka aibu. Mama jamani, si nimekuambia kwamba nimekusamea? Nielewe basi kwenye hilo mama. Nashukuru mwanangu Lisa. Mama Lisa alitabasamu, mikono yake akaikunjua na kumkumbatia binti yake huku machozi yakimlengalenga. Naam, upande wa pili tunapata kumwona baba Linda akizungumza. Ndugu
ndugu yangu, hebu nipe siri ya mafanikio yako. Mbona umekuwa tajiri hivi? Unajua matajiri kama wewe tumewazoea wachache sana kule Tanzania. Kuna yule mpiga picha ule tajiri, ule kijana mdogo kabisa anaitwa Lakson Ruga. Kuna yule kijana wa masimulizi Uncle J Mapesa. Watu kama hao ni wachache wenye utajiri kama huo kwako Ghost. Hebu nipe siri ya utajiri wako ndugu yangu. Baba Linda aliuliza hilo swali huku akimtazama Ghost wakiwa katika eneo la kupumzikia katika bustani kubwa iliyopo katika himaya ya Ghost. Kama unakumbuka, mimi nilikuwa ni mfanyabiashara. Ya, nakumbuka vizuri kabisa. Baada ya watu fulani kunisababishia ajali, mimi na mke wangu tulisababishwa ajali na wakaamini ya kwamba mimi nimekufa. Niliamua kuishi kwa kujificha na nilihamishia biashara zangu huku, na namshukuru Mungu ya kwamba Mungu alinifungulia milango yake na leo hii niko hapa nilipo. Aise, hongera sana tena sana. Unajua Chris, umefanya jambo ambalo ingekuwa ni mtu mwingine angetumia muda wake mwingi sana kuhakikisha kwamba anafanya mambo ya kipuzi ikiwa mkulipiza kisasi. Ni kweli unachokisema. Nasikia bwana makamu wa rais anawaonea sana huko Tanzania. Yani acha tu ndugu yangu, acha. We acha tu ndugu yangu, anatuonea yule mpumbavu. Kwa nini sasa? Unajua ni issue ya binti yetu Lisa. Tulimwozesha kwa mdogo wake. Yani makamu wa rais alikuwa na mdogo wake. Na sisi tulimwozesha Lisa kule baada ya kusikia kwamba Ryan amefariki dunia. Na tulikaa miaka 3 pasipo Ryan kuonekana, na ndipo tulipofikia uamuzi ambao hadi leo hii unatutesa ule uamuzi. Naelewa. Ni hatua gani ambazo umezichukua, kwa maana kwamba Ryan aliniambia mlishawahi hadi kuweza kutekwa? We acha tu, yani sina nguvu kwenye hiyo serikali. Sina connection yoyote. Unahisi mimi nitafanya nini ndugu yangu? Na umri ndo kama hivi umeshakwenda na nimechoka. Mwanangu nilikuwa namtegemea sana, ambaye alikuwa na ajira ya uhakika ni Lisa, naye maisha yake yaliharibika pia. Pole sana ndugu yangu, ila inabidi ufanye jambo sasa. Jambo gani hilo ndugu yangu? Tumekutana kama hivi, tutasaidiana kwenye mambo mengi. Una ujuzi mkubwa sana na mambo ya masuala ya nje, hususan Marekani. Na bado nina watu kule, mimi niliishi nao vizuri wa Marekani. Sasa hivi wapo katika ngazi za juu mno serikalini, bado na connection nao. Mimi nina ndoto. Ndoto gani hiyo ndugu yangu Chris? Nahitaji kuwa rais wa Tanzania. Aise, hiyo ndoto mimi nakumbuka. Mwalimu nani yule alikuuliza siku moja darasani ukasema unataka kuja kuwa rais? Ndugu yangu una kumbukumbu kubwa sana kaka. Ghost alizungumza huku akicheka kwa furaha. Sasa hiyo ndoto ninayo ndugu yangu. Sasa kama ndoto hiyo unayo bado, na umri huu mimi naona ndio wewe wa kufanya maamuzi tu, kwa maana kwamba kama ni pesa unayo ya kutosha. Ni kweli unachokizungumza, ni kweli kabisa. Uchaguzi nchini Tanzania upo karibu. Nahitaji kuingia kwenye kinyang'anyiro. Ila si unakumbuka kwamba unakwenda kugombania na yule mwenda wazimu? Nani? Makamu wa rais, yani yule makamu wa rais wa sasa hivi yule. Yeye ndo anayekwenda kusimamishwa kuwa rais. Hizo fununu za yeye kugombania urais nilishazisikia. Ila si chama bado hakijathibitisha. Yani hakijampitisha bado. Ndio bado hajathibitishwa na chama. Ila ndo habari ya uhakika niliyokuwa naisikia kwamba yeye ndo atakwenda kugombea huo urais. Kwa maana hiyo serikali imefanya madudu mengi sana. Hivyo wanataka akiachia huyu madaraka mpuzi wa sasa hivi huyu Dismas, basi achukue yule makamu wake, yani achukue yule rafiki yake, ili waendeleze kuficha mambo yao, waendeleze kuficha uchafu wao. Okay, sawa, nimekuelewa ndugu yangu.
Sasa tunafanyaje? Kwa maana kama unavyoona, mimi ni mfanyabiashara, siasa za nchi ya Tanzania sijazijua kwa undani wake. Unajua unachokwenda kukifanya wewe ni kugombania na chama kinachotawala, si ndio? Ndio. Chama kinachotawala ndio kila kitu. Kuanzia majeshi, hiyo tume inachaguliwa na rais aliyopo madarakani. Yaani kiufupi ni sawa tuna vita kati ya Goliati na Daudi. Naamini hiyo story kwenye Biblia ulishawahi kuisikia. Ndio, nimewahi kuisikia. Kwa hiyo sasa hao unaokwenda kupambana nao ni magoliati. Hivyo kinachokupasa wewe ni kuchanga karata zako vizuri. Unakwenda kuchaguliwa. Kuna watu wanaitwa Scorpion, sijui unawafahamu? Scorpion. Scorpion nilishawahi kusikia story zao kuhusiana na hao watu. Ila ni watu wanaofanya kazi zao kwa siri sana. Hivyo sio rahisi kuweza kuwajua kwa majina. Ila mimi ninasikia ndio watu wanaoshikilia marais wengi na wana mikono mingi sana kwenye serikali za nchi nyingi duniani. Hivyo hata huyu mpuzi huyu anayetuongoza saizi Dismas, nasikia anafanya kazi na hao Scorpion. Na wamemweka pale hao Scorpion, na wao ndo wanafanya maamuzi yoyote yale ajabu. Aise, ndio hivyo ndugu yangu. Sasa kama unahitaji kuwa rais, inatakiwa kufanya maandalizi. Inabidi ujipange kwa kiwango kikubwa sana. Maana unakwenda kupambana na Scorpion. Ni maeneo gani ambayo tunaweza kupenyeza rupia tukapitisha pesa? Nadhani watu waliopo kwenye serikali hiyo sio hakuamini sana, kwa maana kwamba wanaweza wakapenda ile pesa yako wakaichukua, lakini wasikupenda wewe, na siku ya siku kashangaa tu wanakumwaga. Okay, sawa, nimekuelewa ndugu yangu. Baba Linda na Ghost wakaendelea kuzungumza mambo mengi, huku wakikumbushana stori za maisha yao ya kipindi cha ujana wao. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa pili, Naima mara baada ya kuingia chumbani kwake, akaipiga namba iliyokuwa imempigia. Mara baada ya muda, simu ikapokelewa. Ikasikika sauti ya Rani akisema, ni mimi Rani naongea. Sauti ya Rani ilimfanya Naima kwanza shushe pumzi nyingi. Rani, kwanza pole. Tulikuwa tunapata chakula cha usiku na familia nzima. Usijali, nipo Afrika Kusini tayari. Ndio nahitaji kuweza kujua kesho ni wapi watakuwepo. Bado sijapata ramani kamili. Ebu Naima, fanya mambo. Niko tayari mimi na vijana wangu. Rani, nikutahadharisha jambo moja. Jambo gani Naima? Masuala kutahadharishana. Kuna ajenda anaiendesha mzee Max. Sijui ni ipi, ila kwa uwezo wangu ninahisi kuna harufu ya damu. Harufu ya damu kivipi Naima? Sijakuelewa. Sijui Ryan, ila nakuomba uwe makini, tena makini sana. Kama hii operation ulipaswa kuifanya wewe mwenyewe na sio kuna vijana. Mimi hisia zangu zinanituma ya kwamba hao ulioambatana nao sio watu wa kuamini Ryan. Hebu ngoja nakupigia Naima. Ryan alizungumza na kisha kakata simu. Macho yake yalizidi kuwa makini mara baada ya kuona tattoo iliyokuwa imefichwa kwa mkono wa shati kwa huyu mhudumu ambaye alikuwa anawekea pale vinywaji mezani. Karibu sana mzee wangu. Mhudumu huyo wa kike alizungumza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Okay, shukrani sana. Machale yalizidi kumcheza Ryan na taa ya tari kawaka kilini mwake, kwani watu karibia wote waliopo kwenye mgawa huo sio wateja ila ni maadui. Shit. Nimeingia kwenye mtego. Alizungumza kimoyomoyo Rani huku akiendelea kuwadadisi wahudumu na wateja waliopo kwenye huu mgawa. Aliona kabisa amezungukwa na maadui. Taratibu akatoa wallet yake, akatoa noti kadhaa za pesa na kulipia kile chakula, na kisha taratibu akasimama na kuanza kutembea kutoka nje. Wanaume wawili wakasimama pale mbele yake. Samahani jamani, naweza kupita? Rani alizungumza kwa sauti ya kizee huku akiwatazama wanaume hao. Taratibu watu katika mgawa huo wakaanza kunyanyuka kumzingira Ryan. Sikiliza wewe, una machaguzi mawili: ufe taratibu au ufe kwa mateso na machungu mengi. Mwanaume huyo aliosimama mbele ya Ryan alizungumza huku akiwa anachomoa bastola yake.
Kwani mimi kosa langu ni nini jamani? Ryan aliendelea kuzungumza kizee huku akiwatazama wanaume hao. Kitendo cha mwanaume huyo kunyanyua mkono wake ili kumpiga risasi Ryan haikuwa bahati kwake, kwani kwa kasi ajabu Ryan aliupiga teke mkono wa huyo jamaa. Pale uliteguka. Fumba na kufumbua, wanaume hao wawili waliokuwa wamesimama mbele ya Ryan wote wakawa wamelala chini, huku kila mmoja akiwa amevunjwa shingo yake na kupelekea umauti wake pale. Watu wote waliopo ndani ya mgawa huo walianza kumshambulia Ryan. Kitu ambacho hawakuweza kukijua ni kwamba wanapambana na mtu mwenye uwezo wa hali ya juu kushinda wao. Piga ni kupiga ambayo Ryan alikuwa anapambana na watu hao ilifanya kuwa ngumu mno kwa watu hao mara baada ya Ryan kushika visu viwili ambavyo vilikuwa vinatumiwa na watu wawili waliokuwa wanamvamia. Umwagikaji wa damu ndani ya mgawa huo ulizidi kuongezeka, huku maiti zikizidi kutanda kila kona ya mgahawa. Shit. Ryan alizungumza kwa hasira huku akiwa amemkalia mwanaume mmoja, huku akimchoma visu mfululizo juu ya kifua chake, na yule mwanaume akafa pale. Taratibu akanyanyuka huku akihema. Mikono, uso na kifua vyote vilikuwa vimejaa damu za marehemu aliokuwa amewaua. Akaangalia eneo zima la mgahawa, hapakuwa na mtu hata mmoja aliye hai. Watu zaidi ya 30 walikuwa wamekufa vifo vya aina tofauti. Akatazama pale counter, akachukua pale chupa moja ya whisky, akamimina kiasi cha pombe hiyo kali katika glasi ndogo na kisha akapiga pale mafumba kadhaa. Sikutaka kuua kwa aina hii. Mmenilazimisha niwaue. Ryan alizungumza huku akitembea kwa kuyumbayumba na kutoka ndani ya huo mgahawa. Alifungua mlango wa gari yake na taratibu akaondoka katika huo mgahawa. Mungu wangu. Ryan alizungumza kwa mshangao huku akitazama watu waliokuwa wamejaa nje ya nyumba aliyokuwa amefikia, ambayo ilikuwa inateketea kwa moto. Akashusha pale kioo kidogo na kumuuliza mwanamama aliyopo pembezoni mwa barabara kwamba samani, kimetokea nini mama? Mlipuko baba. Mlipuko umesababishwa na nini? Tunasikia ni bomu. Kuna gari lilipita eneo hili na wakalipua hiyo nyumba kwa kutumia mabomu. Mungu wangu. Kwa hiyo watu waliopo humo ndani imekuwaje? Tunasikia wamekufa wote na hapakuwa na aliyebaki salama. Na zimamoto ndo wanaendelea pale kutoa miili ya watu waliokufa. Hadi sasa hivi wametoa miili ya watu 4 na wote ni marehemu. Nashukuru sana mama. Ryan akafunga kioo cha gari na kuondoka eneo hilo, huku akili yake ikiwa na maswali mengi sana. Hususan, ni nani aliyehusika na mauaji ya wenzake hao? Ni nani aliyemchomesha hadi kuingia katika kundi la watu wengi sana waliopanga kuweza kumuua? Inaonekana kuna mtu kwenye timu yake alikuwa anamchomesha pasipo yeye mwenyewe kujua. Mzee wangu, una uhakika kwamba Ryan atauawa? Mmoja wa vijana walioaminiwa na Rais Eddie na ambaye alimpokea Ryan pamoja na vijana wenzake wengine alikuwa anazungumza huku akimtazama mzee Max usoni mwake. Kwa idadi ya watu tuliomwekea kwenye ule mgahawa, Ryan pale hawezi kutoka salama. Na wenzenu waliokuwa kwenye ile nyumba, si una uhakika wote walikuwa ndani? Ndio, wote. Aliyekuwa ametoka pale ni Ryan na mimi tu. Kijana huyu ambaye alikuwa anafanya kazi na Rais Eddie inaonekana ndiye aliyekuwa amewageuka wenzie. Alizungumza hivyo mbele ya mzee Max. Mzee Max akasema, kazi imekwisha kijana, pokea pesa kisha upotee. Mzee Max alizungumza kwa kimkabidhi briefcase kijana huyo ambaye alikuwa amechomesha siri za wenzie. Nashukuru sana mzee wangu. Ni dola milioni 100. Itakusaidia kuishi sehemu yoyote ile duniani na ukaanzisha maisha yako. Asante sana mzee wangu. Fungua uone pesa yako, usije ukasema nimekudhulumu. Kwa haraka kijana huyo akaweka pale briefcase hiyo juu ya bonnet ya gari alilokuwa amekuja nalo eneo hilo la porini. Akafungua. Kitendo cha briefcase hiyo kufunguka, moshi mwingi wenye sumu kali ukatoka na kumvaa kijana huyo. Haikuchukua sekunde hata 5, alianguka chini na kufariki pale. Hakikisheni mwili wa huyo uonekane sehemu yote ile, sawa? Mzee Max aliwaambia vijana wake waliokuwa wameongozana nao. Wakamwitikia sawa mzee. Mzee Max akaingia ndani ya gari yake na kumshuhudia pale kijana huyo aliyekuwa amevujisha siri za uwepo wa Ryan ndani ya Afrika Kusini. Mwili wake ukaingizwa kwenye gari lake mwenyewe na taratibu wakaondoka eneo hilo, huku akiamini mpango ambao Ryan na wenzake waliupanga umekufa. Sasa tuko salama, Mzee Max alizungumza huku dereva wake akiendelea kuliendesha gari hilo. Taratibu wakaondoka eneo hilo la porini. Ghafla simu ya Mzee Max ilianza kuita. Alitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akaipokea. Ndio, nakusikia.
huwezi amini. Sauti ya kijana huyo ilisikika. Siwezi kuamini nini? Na kutumia video ya CCTV kamera katika ule mgahawa. Ujishuhudie kwa macho yako. Hapo mapigo ya moyo ya mzee Max yalianza kudunda taratibu huku akisubiria video hiyo. Video hiyo ikaingia kupitia mtandao wa Telegram. Kwa haraka sana akafungua video hiyo. Akajikuta akitiririkwa na jasho, japo ndani ya gari yake kulikuwa kuna AC, tena AC kali mno. Watu waliokuwa amewatuma ndani ya mgahawa huo ni watu wenye uwezo mkubwa sana wa mapambano, ila kwa kitu ambacho Ryan amewafanya, kusema ule kweli, imekuwa ni mshangao wa hali ya juu. Hivi huyu mtoto ni kiumbe kweli cha kawaida au wale jamaa kuna kitu walimpa? Mbona linafanya mambo kama lijini? Mzee Max alizungumza huku akishuhudia mauaji ya kikatili ambayo Ryan alikuwa ameyafanya, kwani kwa kuwa kwake ni kwa kuchoma kisu kwa shingo. Yaani anavunja shingo. Yaani mapigo yake yalikuwa ni kikatili, yaani kishetani mno. Ni mapigo makubwa kuliko hata vile ambavyo yeye alikuwa ametarajia. Hadi Ryan anamaliza kuwaua watu wote, Ryan akaonekana pale na kwenda anajipoza kwa kunywa whisky. Mwili mzima mzee Max kwanza ulilowana kwa jasho, huku mikono inamtetemeka. Mimi sijatengeneza binadamu. Mbona huyu sasa amekuwa ni jini? Sio binadamu, haki ya Mungu. Binadamu unawezaje kupigana namna hii? Watu zaidi ya 30 wote unawaua. Tena unawaua kwa kikatili namna hii. Mzee Ryan alizungumza kimoyomoyo huku mapigo yake ya moyo yakimwenda kasi. Kwa haraka pale ilibidi ampigie simu Ghost. Max, nipe ripoti. Bana, kazi imekwenda vibaya. Una maana gani bwana? Watu wote waliokuwa kwenye mgahawa wameuawa. Max, hebu acha utani bwana. Hapa ninavyozungumza na wewe, nimetoka kutazama video ambayo Rani ametufanyia matusi makubwa mno. Hebu nitumie haraka sana hiyo video. Mzee Max akakata simu na kumtumia Ghost video hiyo. Hebu endesha gari kwa spidi turudi kwenye ngome. Sawa mheshimiwa. Dereva aliongeza mwendo wa gari kwa kutekeleza matakwa ya mzee Max. Naam, msikilizaji. Kwa upande wa Ryan alionekana kusimamisha gari kwenye mto mkubwa uliokuwa unatiririsha maji. Akashuka ndani ya gari na kisha akaingia kwenye mto huo, na kisha alianza kujisafisha huku akiwa na majeraha kadhaa kwenye mwili wake, majeraha aliyokuwa amejeruhiwa na watu waliokuwa wanapambana nao. Baada ya kuhakikisha pale ya kwamba ameoga mwili mzima uko safi, alifungua buti ya gari hiyo. Kwa bahati nzuri akakuta pale t-shirt. Akaingia ndani ya gari huku akiwa anawaza ni wapi atakwenda. Akaondoka eneo hilo la mto mpaka kwenye moja ya duka la simu. Alinunua simu pamoja na laini 4 tofauti na kisha akarudi ndani ya gari. Akajifikiria kwa muda na kisha akampigia simu Rais Eddie. Mzee, ni mimi Ryan. Asante Mungu uko hai kijana wangu. Mkuu, sijaelewa nini kinachoendelea. Naona mapicha na sijajua ni kwa nini nimevamiwa kwenye moja ya mgahawa na wenzangu wote wameshambuliwa. Kuna mmoja mwenzenu ambaye ni msaliti. Hiyo simu ina uwezo wa internet? Hapana mkuu, hii ni simu ndogo. Ila nipo mbele ya duka ambalo naweza nikanunua simu kubwa. Hebu nunua hiyo simu kubwa na kutumia signal ya mmoja wenu aliyewasaliti, kwa maana signal za wenzenu nimezima. Ya kwako na huyo mwingine ndio zipo online. Sawa mkuu. Rani kwa haraka akashuka ndani ya gari. Akanunua pale simu yenye uwezo wa internet. Akarudi ndani ya gari na kufanya sajili zote zinazotakiwa kufanyika katika simu ya smartphone. Akatumia signal ya wenzake, kwani kila agent wa Eddie ana signal ndani ya miili yao ambazo zinawawezesha kuonekana popote pale unapokwenda, na hata Rani pia naye ana signal hiyo. Inamuonesha popote anapokwenda. Mara baada ya signal hiyo kuweza kuingia, haraka sana Rani akaondoka eneo hilo kwa mwendo wa kasi huku akiwa anafuata ramani ya eneo ambayo signal hiyo inapatikana. Shit. Rani alijikuta kipagawa, na hii ni mara baada ya signal hiyo kupotea ghafla na kumfanya afunge break na kisha kasimama, huku mbele yake kukiwa kuna msitu mkubwa ambao ulikuwa na miti mirefu. Signal inaonyesha ilikuwa inatokea ndani ya msitu huo. Rani alizungumza, akawasha gari na kuingia ndani ya msitu huo.
akifuatisha njia za vichochoro chochoro zinazoelekea ndani ya msitu, huku akikremisha eneo la mwisho ambalo signal hiyo ilikuwa imepotelea. Kwa bahati nzuri akafika eneo lililokuwa limepotelea signal hiyo ya mwenzake. Akashika bastola yake vizuri, akashuka ndani ya gari huku akiwa makini mno. Akaliona kaburi ambalo mchanga wake unaonyesha dhahiri shahiri ni kwamba umefukiwa ndani ya dakika chache zilizopita. Ina maana jamaa wamemua. Ryan alizungumza huku akipeleleza eneo hilo na akagundua eneo hilo lilikuwa lina damu nyingi na kuna vipande vya nyama, viungo vidogo vidogo vilivyosalia vinavyoonyesha kwamba jamaa huyo wamemua kwa kumkatakata vipande pande. Ryan akaokota kiganja kilichokuwa kina vidole vitatu huku viwili vikiwa vimekatwa. Tumeona ukatili wa aina gani? Ryan alizungumza kimoyo huku akiendelea kuweza kumulika eneo hilo na tochi ya simu. Akaanza kufuata miburuziko ambayo inatokea eneo ambalo jamaa huyo ameuawa. Akiwa anafuata miburuziko hiyo, aliona simu na taratibu akapiga goti na kuiokota simu hiyo. Alijaribu kuiwasha, kwa bahati mbaya haiwaki na ilikuwa imevunjika kioo. Akaiweka mfukoni, akaendelea kuifuata miburuziko hiyo ambayo ina urefu wa mita 350. Akaona pale briefcase ikiwa imefunuliwa huku ikiwa ina unga mwingi sana wa kijani ambao kwa haraka aliweza kufahamu kwamba ni sumu kali mno. Kwa hiyo hapa ndipo eneo alikokuwa amekuja kuchukulia pesa. Ryan alizungumza huku akiangaza macho na kuona gari ikiwa imefichwa kwenye kichaka, na gari hiyo ni mara ya pili kuiona, kwani ni gari ambayo alipokuwa kwenye ile nyumba waliofikia aliona ikiwa imesimama nje ya gari aliyokuwa amepewa yeye funguo. Akasogelea kwa umakini. Kwa bahati nzuri milango ya gari hiyo ilikuwa haijafunguliwa. Akaingia pale taratibu na kukaa upande wa siti ya dereva. Akaendelea kuichunguza hiyo gari. Akakuta bastola kwenye moja draw ikiwa na magazine za ziada 2 pembeni ambazo zote zina risasi. Alitazama kwenye kioo cha mbele na kisha akaichomoa dash kamera ambayo inarekodi matukio yote ya dereva akiwa yuko barabarani. Akaikagua gari hiyo kwa umakini sana na hapakuwa na kingine cha maana. Akapiga pale picha kadhaa za kilichokuwa kimetendeka kwa mwenzake, ikiwamo na viungo vilivyosalia juu ya ardhi, na kisha karudi lilipokuwa gari lake akaondoka ndani ya huo msitu. Rani ilimbidi ampigie Mheshimiwa Eddie. Ndio Ryan, ninakusikia. Aisee, wamemua jamaa kikatili sana. Mazingira yapoje? Nimeipata simu yake na nimechukua dash camera kuangalia ni kipi kimenasa. Safi sana. Na kutumia address ya hackers ambaye anaweza kukusaidia kupata kilichorekodiwa. Sawa mkuu. Kuwa makini Ryan, kwa maana sasa hivi upo kwenye sura yako halisi, na kama unavyojua agizo lililotolewa na Scorpion. Hakikisha unakuwa makini. Sawa mkuu. Ryan akakata simu hiyo na ukaingia ujumbe mfupi wa address ya wapi anapaswa kuelekea. Haikuwa mbali na pale alipo. Alifika kwenye ghorofa moja refu, akashuka ndani ya gari na kuitazama tena message hiyo, na kweli yuko katika eneo sahihi. Ghorofa hiyo wanayoishi wapangaji wengi ilikuwa ina urefu wa ghorofa 20 kwenda juu. Ghorofa ya 18. Ryan alizungumza kimoyo huku akiingia ndani ya ghorofa hilo. Akaingia ndani ya lift, akaminya pale batani iliyokuwa imeandikwa ghorofa namba 18. Ilianza kupanda juu lifti hiyo huku akianza kuchunguza kamera zilizopo ndani ya lifti hiyo. Ikasimama katika ghorofa ya 18. Taratibu lifti hiyo ikafunguka na Ryan akatoka ndani ya hiyo lifti na kutazama korido hiyo yenye vyumba kadhaa. Akaelekea kwenye mlango ambao kwa juu una kamera. Kabla hajaminya kitufe cha kengele, mlango ukafunguliwa. Msichana mwenye tattoo mikononi mwake akamwambia ingia. Binti huyo alizungumza huku akiwa ametoboa masikio yake na kuvaa heleni kubwa, huku kichwani akiwa na mabutu matatu makubwa ya nywele yaliyokuwa ameyasuka kuelekea juu. Ryan akaingia ndani. Eneo zima limebandikwa picha nyingi za watu mbalimbali. Macho ya Ryan yakatua kitandani kwa msichana mwingine aliyekuwa amejilaza huku akiwa amevalia nguo ya ndani tu. Usimtamani mke wangu. Binti huyo alizungumza na kumfanya Ryan kushangaa. Yaani mwanamke kwa mwanamke anamuita mwenzie eti mke wake, kwa hiyo yeye ni kidume au? Karibu kae. Alizungumza huku akimuonyesha akae juu ya sofa zilizopo ndani hapo. Hongera. Ya nini? Kwa kumwokoa boss. Nani huyo boss? Willy. Alikuwa ni boss wangu.
na aliniunganisha na Rais Edi kipindi hicho kabla matatizo. Hivyo hongera. Na okay, shukran. Nimeona death warrant yako aisee. Inabidi uwe makini sana. Usijali. Niambie umepata nini? Simu ya mhusika pamoja na dash camera. Ryan alizungumza kwa kimkabidhi binti huyo. Okay, njoo. Wakaingia kwenye chumba kingine. TV kubwa za nchi 65 zilikuwa zimefungwa ukutani. Kaa hapo. Binti huyo alizungumza kimonyesha Ryan kiti cha kukaa. Akaichomeka simu hiyo na USB. Imeisha chaji. Binti huyo alizungumza huku akichomeka simu hiyo. Tunaweza kupata kilichokuwa ndani? Ndio, japo ni iPhone ila hakuna kinachoshindikana. Ngoja ni cheki rekodi kwenye dash camera. Binti huyo alizungumza na wakaanza pale kuona rekodi ya kilichokuwa kimerekodiwa na kamera hiyo. Walianza kuona maeneo mbalimbali ambayo jamaa huyo alipita kwa siku hiyo. Unamjua anaitwa nani? Nani? Huyo aliyekuwa kwenye gari? Simjui, Mkundi anemjua. Sawa. Wewe unaitwa nani? Lili. Na okay, sawa. Hebu peleka hadi kwenye rekodi ya siku ya leo. Lili alisogeza mbele rekodi ya video hiyo. Hapo. Ryan alizungumza huku akijiona kwenye rekodi ya gari hiyo jinsi alivyokuwa anatoka ndani na kuingia katika gari ya pembeni. Aliondoka dakika 10 mara baada ya mimi kuweza kuondoka. Ndio. Wakaendelea kufuatilia. Hii na rekodi sauti ya mtu akiwa ndani ya gari. Ndio. Wakanyamaza kwa muda huku akitazama gari linapoelekea. Anapiga simu. Ryan alizungumza mara baada ya kusikia mazungumzo. Lili akaongeza sauti ili wasikie huyo mtu aliyekuwa ndani ya gari alikuwa na mazungumzo gani. Vipi mke wangu? Umeshaandaa kila kitu? Ndio mme wangu. Okay, sawa, kaa tayari, muda wote nitakupitia. Hakuna shaka mme wangu. Baada ya kimya cha dakika 2 wakasikia tena kizungumza. Tayari nimeshawagawanyisha. Ndio. Picha ya Rani ni kama hiyo nilokutumia. Aso mzee, ni yeye. Siwezi kuongea tu cha uongo na uhakika kwa 100%. Ndio yeye. Na wengine nimewaacha ndani, wapo wanajiandaa kwa ajili ya mashambulizi. Naamini mimi siwezi kukuangusha. Hapo aliposikia mazungumzo hayo, Ryan kwanza alishusha pumzi. Simu yake haijapata tu moto tujue alikuwa anazungumza na nani. Lili ilibidi iwashe simu hiyo japo kioo kimepasuka, haikuwa shida kwake kuweza kuiunganisha na kompyuta yake. Jamaa kaeka password nyingi, kwa hiyo haiwezi kufunguka. Hakuna kitu cha teknolojia ambacho waweza kukifungua. No, okay, sawa. Lili aliendelea kuonesha ujuzi mbele ya Ryan na baada ya muda mfupi aliweza kufanikiwa kufungua simu hiyo. Kuna hizi hapa namba 2 ndo za mwisho kuzungumza nazo. Hapo inaonekana ipo mke wake na ya pili ni ya mtu aliyekuwa anazungumza naye. Na hii ya kwanza ni mke wake. Hii ya pili ndio itakuwa ndio mtu aliyekuwa anazungumza naye. Tunaweza tukapata rekodi ya mazungumzo yao. Aibu, ngoja kwanza. Lili aliendelea pale kuminyaminya pale batani zake. I say, hiyo namba ya kwanza haijasajiliwa, japo inaonekana ni ya hapa Afrika Kusini. Alafu pili, mazungumzo hayajarekodiwa. Hivyo hatuwezi kujua ni nani. Ryan alishusha pumzi taratibu. Mbona t-shirt yako mgongoni ina damu? Lili alimuuliza na kumfanya Ryan kujishika. Ni jeraha la kisu. Nabidi kupatia huduma ya kwanza. Huduma ya kwanza sio muhimu kwa sasa. Kilichokuwa cha muhimu ni kumjua huyu mtu aliyekuwa anadili naye ni nani na ni wapi tutampata kwa haraka. Ona hii. Lili alizungumza mara baada ya video aliyokuwa wameiacha ilikuwa inaendelea kucheza pale, yani ilikuwa inaendelea kuplay. Wakaona gari hiyo ikisimama mbele ya gari nyingine ambayo Rani alishtuka kidogo huku mapigo yake moyo kuongeza mdundo wake. Rani alizidi kujihisi joto na hii ni mara baada ya kumwona mzee Max akitoka ndani ya gari hiyo huku akiwa ameshika briefcase
ambapo Ryan aliiona hiyo briefcase eneo la tukio, na hapo ndipo akatambua kwamba mzee Max ndiye ambaye ameratibu mpango mzima wa yeye kuitoa familia yake mikononi mwa baba yake Ghost. Vipi? Mbona umemwagikwa na jasho jingi? Unamjua huyo mzee? Lily aliuliza huku akimtazama Ryan usoni mwake. Ryan alikuwa na mwagiko na jasho jingi mpaka mikono yake ilikuwa inamtetemeka vibaya mno. Ryan. Ryan alishtuka kutoka katika hali ya mshangao, kwani mtu ambaye anamwamini sana amekuwa ni mbaya na adui kwake. Lily alinyanyuka na kutoka ndani hapo. Baada dakika karudi akiwa ameshika chupa ya maji na akamkabidhi Ryan. Kunywa utulize pressure. Ryan akayagugumia maji hayo huku akiwa anamkazia macho mzee Max jinsi alivyokuwa anazungumza na mwenzao aliyekuwa ni msaliti. Lazima wafe. Kina nani? Uwezi kuelewa. Ryan alizungumza kwa kisimama. Hey bro, damu zinakumwagika ujue. Lily alizungumza na kumfanya Ryan kutazama chini na kuona matone ya damu yakitokea mgongoni. Wakatoka ndani ya chumba hicho. Lily akachukua boksi lenye vifaa vya huduma ya kwanza na alianza kumhudumia Ryan majeraha yake. Aisee, hapo umechanika mno. Yaani ulikuwa uhisi maumivu au? Lily alizungumza huku akipiga picha jeraha la Ryan la mgongoni. Akamwonyesha jinsi lilivyokuwa limemchana. Nishone. Ryan alizungumza huku kichwa chake kikiwa kina mawazo ambayo yanamfanya hata maumivu ya majeraha yaliyopo mwilini mwake asiyasikie kabisa. Binti aliyekuwa amelala kitandani aliamka pale taratibu na kumpiga busu pale Lily. Baby, huyu ni nani? Mgeni, tutakuwa tuko naye kwa muda hapo. Okay mgeni, sawa, karibu. Ryan alijibu kwa kutingisha tu kichwa, kwani akilini mwake alikuwa anamwaza baba yake pamoja na mzee Max, kwani hao ndio wameshakuwa sasa maadui zake. Msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona mzee Ghost. Atakuwa ndani ya hii Afrika Kusini, hajatoka. Ghost alizungumza huku akimtazama mzee Max usoni mwake. Ghost, ulisema kwamba kesho unawapeleka matembezi mkweo na mjukuu. Ndio, wakaone baadhi ya mali zangu ninazomiliki. Kwa hali ilivyo hivi sasa sio salama kwa kwenda kwenye hizo ziara. Maxi, unamwogopa Ryan? Hapana, simwogopi, ila nakutahadharisha tu. Najua unanitahadharisha, ila kama Ryan akijitokeza, uone kama itakuwa ni nafasi nzuri ya kuweza kumshughulikia. Ghost, kumbuka kwamba tunafanya hili kwa mgongo wa Scorpion. Na ndio maana hata yule aliyetuuzia dili tumemua. Yaani hapa tunachokifanya, Ryan asitushitukie. Ajue kwamba Scorpion ndio wanaomwinda, wanaotaka kumua. Sasa ukitaka kulifanya hili dhahiri shairi, uone kwamba Ryan atatushtukia kwamba sisi ndio wabaya wake. Ghost alikaa kimya na kisha akatafakari maneno ya mzee Max. Sasa tunafanyaje? Inabidi tuhakikishe hili swala linakwenda kimya kimya. Ila kama ungejua, aisee, usingempeleka Ryan kule kwa watu wako. Najua, ila ndo maji sasa yameshamwagika, hayazoeleki tena. Mimi nina wazo. Wazo gani? Unaonaje nikamtuma Cleopatra kuzungumza na Ryan? Kwa namba ipi ambayo Ryan anaitumia kwa sasa? Ipo hivi. Namshawishi mjukuu wangu akambembeleza shangazi yake. Itakuwa ni nafasi nzuri kwa sisi kuweza kuyatrack mazungumzo yao na kujua ni wapi alipo. Ghost, kwa hali kama hii Ryan hawezi kuwa mjinga tena kama alivyoingia kwenye ule mgawa. Kwenye hili usimuhusishe yule mtoto wake, usimuhusishe mke wake. Itatuletea hatari kuweza kuvumbua haya tunayoyafanya. Yaani itakuja kuonekana sisi ndo tunayoyafanya haya mambo. Sijui unanielewa? Mimi nataka tudili naye yule Ryan. Yes, kama kutugeuka anafanya kazi na wengine, sisi tudili naye, ajue kwamba Scorpion ndo wanaofanya hiyo kazi, kumbe ni sisi. Sasa ukishaanza kumtumia binti yake au mke wake, atajua moja kwa moja kwamba sisi ndo tunafanya haya mambo. Mzee Max alizungumza na kumfanya Ghost kushusha pumzi taratibu. Maxi,
Acha nikalale kwanza, nikiamka asubuhi nitakuwa na mawazo mapya. Akili yangu kwa sasa imechoka sana. Mzee Max ilibidi sasa atoke hapo ofisini kwa Ghosti. Msikilizaji, wasichokijua ni kwamba kumbe Ryan ashawashtukia kitambo sana. Wazee wameyakanyaga. Naam, ujumbe mfupi uliingia katika simu ya Naima. Alitoa simu yake chini ya mto na kufungua ujumbe huo ambao hauonyeshi ni wapi ulipokuwa umetokea. Akaifungua linki hiyo na kuifanya ianze kuita video call. Yeye akiwa ndio mpigaji. Ikabidi azibe kamera ya simu yake kwa kidole huku akiwa makini mno. Ni mimi Ryan. Naam, sauti ya Ryan ikamfanya Naima kuweza kukitoa kidole hicho kwenye kamera na kisha akamtazama Ryan. Vipi wewe, mbona uso wako umevimba kidogo? Kuna video mbili nitakutumia hapo. Tunanyoka ndani ya familia yetu. Okay, sawa. Nimezituma kwenye email yako. Naima alichukua laptop yake mezani na kisha kaifungua. Umezipata? Ndio. Tazama hizo video na unisaidie, kwa maana ya kwamba nahitaji msaada wako kuliko kipindi chote. Naima akamtazama Ryan kwa sekunde kadhaa na kisha akaikata hiyo video. Naima akajikuta akishika mdomo wake kwa mkono kwa mshangao, na hii ni mara baada ya kuona video ya jinsi Ryan anavyopambana na watu wengi kwenye mgahawa. Mara baada ya video hiyo kuweza kuisha, akafungua video ya pili ambayo ilizidi kumshangaza, na hii ni mara baada ya kusikia mazungumzo ya mtu ambaye alikuwa anazungumza na mzee Max kabla hawajaonana, na baada ya kuonana na mtu huyo amekuwa ni msaliti. Maxi, madaraka kweli ndo anakufanya umfanyie hivi Ryan? Hukumbuki hata mema machache jamani alokufanyia? Hivi wazee wamekuaje jamani? Kwa wamedhamiria kabisa kumuua Ryan. Naima alizungumza kimoyomoyo huku machozi yakimwagika. Naima akaminya tena linki hiyo aliyokuwa ametumiwa na simu ikapokelewa. Ryan, nimeona ulichonitumia. Unanisaidiaje juu ya familia yangu? Kesho kuna safari ya kutembelea hivyo viwanda kama nilivyokuambia, ila nina wazo. Zungumza. Ryan alizungumza kwa sauti nzito kiashiria kabisa na hasira kali mno moyoni mwake. Hawa watu wanaweza kaitumia familia yako kama ngao, na wanajua kabisa kwamba wewe huwezi kuwadhuru kwa sababu ya familia yako. Sasa hivi hali ya wifi anahitaji sana kupumzika pasipo kupata nginja za aina yoyote. Nachokuomba Ryan ni kwamba unaonaje ukavisikilizia hivi vitu mpaka pale utakapojifungua. Mimi nipo nao hapa, na nipo pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba nitakuwa ninakupatia kila hatua unayoifanya ili iwe rahisi kuweza kuwa block kabla ya step yote hujaweza kupiga. Naima, hiyo ni familia yangu, iko mikononi mwa watu ambao ni hatari sana. Kama wanaweza kuniua mimi, mtoto wao wa damu kabisa, unahisi hao wanaweza kuwafanyaje? Najua Ryan, ila naamini mimi hawawezi kufanya hicho kitu. Mimi nikiwepo hapa hawawezi. Niko tayari kufa kwa ajili yao. Tazama maisha ya wanao kwanza. Huyu wa sasa yupo, mtazame na yule aliyopo tumboni mwa mkeo. Kama wameshakublock kwenye hatua ya kwanza, tambua watakuwa wanakusaka kuhakikisha kwamba wanakumaliza. Jaribu kujificha, ikiwezekana utoke kabisa ndani ya Afrika Kusini haraka iwezekanavyo, alafu upotee kwa muda. Wakikaribia nyakati za uchaguzi, wajitokeze tena. Niamini mimi. Okay, sawa, kwa sababu ni wewe. Nashukuru Ryan. Ila naomba uiangalie familia yangu Naima. Usijali, kuwa na amani. Tutawasiliana nikipata nafasi nyingine. Okay, sawa Ryan. Ryan akakata simu huku akimtazama Lili usoni mwake. Tunafanyaje? Ryan alimuuliza Lili huku akimtazama usoni mwake. Tuwasiliane na mkuu akupatia ramani ya kutoka Afrika Kusini kama alivyokushauri huyo rafiki yako, kwa maana kwamba ushauri wake nimeona ni mzuri. Sasa hivi kama imetolewa order ya wewe kuuliwa tena kwa pesa nyingi kama zile, ukiangukia mikononi mwa House Scorpion itakugharimu sana. Kama utakuwa na familia, ni wakati wewe kuweza kupambana sasa wewe mwenyewe. Maana wanaweza wakaiteka familia yako alafu wakapata wewe kiurahisi sana. Kwa ni bora kapambana wewe kama wewe. Lili alimshauri Ryan.
Ryan akamtazama binti alikuwa amekaa kochi jingine anayefuatilia hayo mazungumzo. Unamwamini huyo? Kwa maisha yangu yote, ni mwaka wa 7 sasa nipo naye na ndoa tumeshafunga. Lili alizungumza huku akimuonyesha Ryan pete ya ndoa iliyopo kidolani mwake. Najua sasa hivi watakuwa wamemwaga watu wao kunitafuta. Inabidi niwe makini sana, nina watu kadhaa wa kuweza kudili nao. Watu gani? Mpigie mkuu. Lili chap akampigia video call Rais Eddie. Ryan, shikamoo mkuu. Marahaba, hali yako inaendeleaje? Nafuu, nipo kwa Lili. Sawa. Lili huyo ni kijana wangu. Hivyo unaweza ukamshirikisha jambo lolote. Nashukuru mkuu. Nahitaji kutoka ndani ya Afrika Kusini na kuelekea nchini Tanzania. Tanzania? Ndio mkuu. Na vipi kuhusu familia yako? Sasa hivi nipo kwenye hali ya kuwindwa. Hivyo nikikimbia na familia yangu, isitoshe mke wangu ni mjamzito, itanigharimu sana. Hivyo nahitaji kuelekea nchini Tanzania, kuna kazi nahitaji kwenda kuimalizia. Ryan, unaonekana una hasira nyingi sana. Kipindi kama hiki ambacho Scorpion wapo kwenye harakati za kukuinda, na kushauri usirudi nchini Tanzania. Ikiwezekana nikupatie namna ya kuweza kurudi katika kambi yangu. Mkuu alitambua hilo, ila nahitaji kuweza kuwatangulia mimi mbele kwenye maandalizi yao. Nahitaji kurudi nchini Tanzania nikiwa mpelelezi wa kuweza kuwatengenezea mazingira rais ajaye. Nakuomba sana mzee wangu. Ila unajua kwamba uwezi kurudi Tanzania ukiwa na hiyo sura yako. Ndio. Nahitaji kurudi hata kama nikiwa na sura ya plastiki ya kutengeneza. Okay, sawa. Ngoja nitajaribu kutafuta mtaalamu aliyopo hapo Afrika ya Kusini aje kuhudumia hapo. Na utakaa hapo nyumbani kwa Lili hadi nitakapokupatia taarifa nyingine. Nashukuru mkuu. Okay, sawa. Ryan akakata simu hiyo ya video call. Unaweza kunishirikisha nikakushauri kwamba nchini Tanzania utakwenda kufanya nini? Kuna mbwa anahitaji kwenda kumuwinda. Nikishawawinda hao, nitarudi kwa hawa mabwege wengine. Ni kina nani? Nitakwambia wakati sahihi ukiweza kufika, ila sio sasa. Taratibu Ryan akanyanyuka kwenye kiti alichokuwa amekalia na kisha akajibwaga kwenye sofa la watu watatu na kisha kalala 444. Judy. Naam, alikuwa ni Rais Eddie. Ilibidi asimame, na hii ni mara baada ya kumwona Judy akiwa ameingia ofisini kwake, huku akiwa anasukuma bomba yenye matairi iliyokuwa imefungwa drip inayoingiza maji mwilini mwake. Una ofisi nzuri mheshimiwa. Mimi sio mheshimiwa bwana. Mimi ni ndugu yako kabisa. Heshima yako ni ile ile, haiwezi kupotea. Wewe ni bosi wangu kuanzia jeshini mpaka kwenye uongozi wa serikali. Judy, kwanza ningependa kujua unajisikiaje? Mwili kusema ule kweli umepata nguvu. Mwili umepata nguvu hata ya kutembea. Mume wangu kidogo bado yupo kwenye hali ile ile. Judy alizungumza kwa kujikaza na kumfanya Rais Eddie kujawa na uchungu moyoni mwake, kwani mtu ambaye alikuwa na afya nzuri na mkakamavu, ila sasa hivi amekuwa ni kama vile mgonjwa wa hatua za mwisho. Kiukweli nina uchungu sana na aliyekufanyia hayo. Ni mke wako Eddie, ni mke wako. Alikuwa mke wangu. Alikuwa, ila sio sasa. Sunaona alipanga kuniua na akafanikiwa kuniua, na nchi nzima ikaamini kwamba mimi nimekufa. Mheshimiwa Eddie, au sinite mheshimiwa bwana. Sawa, lakini ulimruhusu mke wako kuanzisha Scorpion, ambayo tulipambana kuiondoa, ila ndio imeshatokea. Walinichukua mateka na tumekaa kwenye gereza kwa kipindi kirefu, na ninaumia kwa maana hadi sasa hivi hatutambui mtoto wetu yuko wapi. Yupo hai ama amekufa? Judy alizungumza huko akimwagikwa na machozi. Usiwe na mashaka. Rais Eddie alizungumza huku akiwasha TV kubwa iliyopo ndani ya ofisi yake. Taratibu Judy alisimama huku akiwa amejawa na mshangao mkubwa mno. Eddie, mtoto wenu yu hai
na anasoma nchini Uingereza kwa sasa. Nimempata na nikampeleka kwenye familia ya mchungaji mmoja ambaye ninamwamini sana, na wamemlea katika malezi yaliyokuwa bora kabisa. Naweza nikamwona? Kwa sasa inabidi ujiuguze kwanza vizuri, na kuhakikishia nitakupeleka, utakwenda kumwona. Utamwona na utazungumza naye. Eddie, unasema kweli? Haki ya Mungu, mimi na wewe ni kama ndugu Judy. Tumepitia mabaya mengi na tumepitia mazuri mengi. Ni kweli. Hivi Godi yuko wapi? Godi yupo Tanzania, bado yupo jeshini na nina mpango naye. Mpango gani? Nahitaji uwe rais wa nchi ya Tanzania. Na hali kama hii Eddie niliyokuwa nayo, mimi niwe rais wa Tanzania? Najua ndani ya miezi mitatu utakuwa uko vizuri, na ukisharudi kwenye hali yako ya kawaida, naamini ya kwamba utakuwa una nguvu za kuingia kwenye kampeni. Eddie, masuala ya uongozi mimi ndio amenifikisha kwenye hali kama hii. Kwa hiyo lengo lako unataka nife tena? Hapana, huwezi kufa Judy. Tambua tunajua sasa hivi tunapambana na nani na nani. Hivyo hatuwezi kumwacha Katha akaendelea kushikilia dunia. Kamwe hatuwezi kufanya hivyo. Rais Eddie alizungumza huku akimtazama Judy usoni mwake. Natambua Judy, wewe ni mpambanaji na ulikuwa umekula kiapo kuitumikia nchi yako ya Tanzania hadi kufa. Kwa nini unakata tamaa kirahisi namna hii? Mategemeo yangu yote yako kwako. Ni wakati wa kwenda kuizika Scorpion na genge la Ghost lote. Judy, hii ni vita yetu ya mwisho. Na kuomba niko chini ya miguu yako. Tupigane hii vita ya mwisho kwa ajili ya vizazi vijavyo. Rais Eddie alizungumza kwa msisitizo na kumfanya Judy kwanza shushe pumzi taratibu, huku akitafakari nini cha kumjibu Eddie, kwani kwa matatizo aliyokuwa ameyapitia hana hata hamu ya kuwa kiongozi wa nyumba 10. Nimeandaa mifumo mizuri ya uongozi ili wewe uweze kurudi tena madarakani. Judy, nchi imeuzwa kwa wapuuzi wachache ndio ambao wananufaika nayo. Ona sasa hivi tumekuwa sio taifa la kuogopwa kabisa. Ile misingi iliyojengwa na waasisi wetu imevunjwa. Judy, na kutegemea kwa 100%. Na nipo tayari kufanya chochote ili mradi kuirudisha Tanzania ile ambayo mimi nilikuwa naiongoza. Nataka Tanzania iwe kwenye mstari ulionyooka na sio Tanzania ya sasa. Naam, Eddie alizungumza kwa ushawishi huku akimtazama Judy machoni mwake. Eddie, kiukweli naomba muda kulifikiria hilo. Bado ndoto mbaya za mateso niliyoyapata gerezani zinanijia kidani mwangu. Bado niko kwenye nyakati ambazo sijawa binadamu kama binadamu wengine. Walituchoma masindano mengi sana kule gerezani. Hivyo kuna wakati kumbukumbu huwa zinakuja na kuondoka. Judy, madaktari wameshaniambia hilo. Huna haja kuniambia. Na wamenihakikishia ni swala la muda kuhakikisha kwamba akili yako inakaa sawa. Ila naomba unihakikishie kwamba utagombania urais. Judy alikaa kimya kwa dakika kama 5 huku akiwa ameinamisha macho yake chini. Alinyanyua macho yake na kumtazama Eddie usoni. Niko tayari. Nipo tayari kwenda kupambana na wapuuzi wote walichukua taifa kinyemela kutoka mikononi mwangu. Kwani mara ya mwisho mimi ndo nilipokonywa mara baada ya kuamini ya kwamba wamekuwa wewe. Eddie kwa furaha alimkumbatia Judy ambaye kusema ule kweli kilo zake hata zifiki 40. Nashukuru sana Judy. Sasa nitazidi kupanga mipango yangu kwa umakini wa hali ya juu na nguvu kubwa. Jambo la msingi unachopaswa ni kuweza kuhakikisha unafuata masharti yote ya madaktari. Naamini ndani ya miezi mitatu utakuwa uko vizuri kiafya. Mungu asaidie hilo. Je, ni wapinzani gani ambao tunakwenda kupigana nao kwenye uchaguzi? Eddie aliunganisha TV iliyopo ofisini kwake hapo na laptop yake. Aliweka picha ya makamu wa rais na kisha akasema, huyo ndiye makamu wa rais wa sasa wa nchi ya Tanzania. Ni mmoja wa watumwa wa Scorpion, na huyu ndiye anayekwenda kurithi kiti cha huyu rais anayemaliza muda wake hivi sasa. Kwa namna moja ama nyingine, hakuna kiongozi hapo.
kwani huyu ni mmoja kati ya watu ambao wanaendesha operation kubwa ya kuhakikisha wanamuua Ryan. Ryan yupi? Huyu kijana ambaye amekuokoa. Ho, yule shujaa wangu? Ndio. Kabla ya yote Eddie, hebu andika hili kabla sijasahau. Ndio. Endapo kweli Mungu atatuwezesha kurudi madarakani, basi namhitaji Ryan awe ndo bodyguard wangu binafsi. Hilo halina shaka. Ni kijana mtiifu na mwenye uchungu na nchi yake, japo hawa viongozi walimfanyia ukatili na kuhitaji kumua. Kwa nini walitaka kumua? Ni sababu maalum, ila hii ndio video ambayo walimwekea sumu kwenye chumba na wakataka kumua. Naam, Rais Eddie akaiweka video ya Ryan akiwa katika chumba cha mahojiano, na baada ya muda kikafungwa na moshi wenye sumu ulianza kutoka ndani hapo. Jamani maskini. Judy alisikitika. Unajua Mungu akiwa na mipango juu yako, hataweza kukuacha hata kama ukiwa katika hali mbaya. Ona walitaka kumuua kijana. Leo hii amejitolea maisha yake na kuja kukuokoa. Ni kweli. Unajua hadi mimi kuwa hai hadi sasa hivi ni Mungu tu ndiye ambaye ameniwezesha. Bila yeye sidhani kama mimi ningekuwa hai. Ndio utambue makusudio ya Mungu yana haja gani. Leo hii Tanzania wanajua mimi ni marehemu, ila niko hai na napambana nyuma ya pazia kuwarudishia nchi kwenye mstari ambao sasa hivi wananchi wamekuwa wanaishi kwa shida sana. Maisha yamekuwa ni magumu, pesa hakuna. Pesa inaliwa na watu wachache, ufisadi uko mwingi. Taasisi ya urais imegeuzwa kuwa kigenge kidogo cha upuzi fulani ambao ni mbwa tu hawa wa Scorpion. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na nchi yenye watu aina hiyo. Kwa kweli ninapata uchungu kuona tumefikia hapo. Judy, huyu mzee hadi leo bado yeye na familia yake wanamuinda Ryan na wanataka kumua. Kwani amewafanya nini? Sababu yenyewe ni ya kipumbavu sana. Ndio niambie sasa. Mke wa makamu wa rais alimpagawisha Ryan na wakafanya mapenzi kwenye kitanda cha makamu wa rais kwenye nyumba yake binafsi. Kumbe tukio lile lilirekodiwa na mmoja wa walinzi wa mzee na wakampatia ile video, na mwisho wa siku ikawa ni visa binafsi. Upumbavu. Huwezi kumua kijana ambaye ni hadhina ya taifa. Mtu ana ujuzi mkubwa sana, alafu kijinga tu anataka kumua. Ndio ujue ya kwamba taifa likiangukia mikononi mwa watu wajinga, basi ujinga utazidi kuendekezwa na kuongezeka maradufu. Haise? Hivyo jamaa yeye na binti yake wamekuwa ni waovu na kupelekea mashambulizi kwenye familia ya wakwe wa Ryan. Kwa hiyo Ryan ameoa? Ndio, na ana mtoto mmoja ambaye amezaa na Monica, ambaye ni mwanamke wa nje wa rais. Na walivyokuwa wapuuzi, wamewapa shirika la X aongoze mtu ambaye hana uwezo wa kuongoza shirika hilo la kijasusi. Jamani, kweli hao wanaipenda nchi yao? Wote ni wapiga dili. Sasa huyo Monica wazazi wake ndo wanaoonewa? Hapana. Eddie aliweka video inayomonyesha Flora na walinzi wake wakiwanyoshea silaha wazazi wa Lisa. Huyu mzee kama namkumbuka, hakuwa balozi wa Marekani kweli huyu? Kumbukumbu zako Judy ziko vizuri. Ni kweli alikuwa ni balozi. Wana binti yao mkubwa ambaye ndiye mke halali wa Ryan, ambaye binti huyo kwa sasa ni mjamzito. Hapo sasa nimekuelewa. Kwa hiyo hao ndio wakwe wa Ryan? Ndio. Huyu kijana kwa namna moja naweza nikasema hana bahati, kwa maana watu wanaowaamini ndio wanaokuja kumuumiza. Kivipi yani? Ipo hivi. Hii familia makamu wa rais, baada ya kuona Ryan amepotea kwenye mazingira ambayo walibaki wakiona maswali ni mfu au mzima, ikabidi watumie mbinu ya kuwashawishi wazazi wa Lisa kumtaka binti yao kuolewa na mdogo wa makamu wa rais. Lengo lao lilikuwa ni kumtoa pangoni Ryan pale atakapoona ndoa ya mwanamke anayempenda maishani mwake. Na kweli walifanikiwa. Wakamwozesha. Sijui nini kilitokea. Binti alimuua mume wake na akapotelea mafichoni, ambapo huko ndipo walipokutana tena na Ryan. Na hivyo hii familia makamu wa rais imeingia kwenye uhasama mkubwa wakitaka waiue hii familia. Lakini kwa bahati mbaya hii familia imeangukia kwa mtu ambaye ni hatari kuliko hata hatari yenyewe, kwani ni mtu ambaye ana uwezo kufanya chochote kile kutimiza malengo yake. Kwa hiyo hii familia
imeangukia kwa nani? Rais Eddie akaminya pale button iliyoandikwa next kwenye remote ya TV hiyo. Umemwona huyo? Anaitwa Ghost. Ghost? Ghost au jina lake halisi ni nani? Kwa hiyo ndio jina lake au jina lake halisi silifahamu. Huyu mzee ndiye baba yake na Ryan. Aise, naona wamefanana na Ryan. Kufanana, wamefanana sura na sio mioyo. Kwa nini unasema hivyo? Anahitaji urais wa Tanzania, na hivi ninavyozungumza wana mipango yao mingi kuhakikisha kwamba wanasimama jukwani wakati wa uchaguzi. Ni mzee mwenye pesa nyingi sana na mwenye magenge mengi sana ya uhalifu duniani. Hapo ninavyozungumza alishatuma watu kumuua mwanaye yeye mwenyewe. Nini? Ukisikia dunia ina mambo ndo hivyo. Hizo picha unazoziona ni za wanafunzi ambao walikuwa wanasoma shule moja mkoani Morogoro. Walikwenda mapango ya Mboni kule Tanga, ikiwa ni moja ya kwenda kujifunza kwenye mambo ya masomo. Ila bwana Ghost alishirikiana na huyu Max ambaye alikuwa ni mkuu wa shirika la X kabla ya kupigwa chini. Wakawaangamiza wale watoto ndani ya mapango kwa kuwatumia Al-Shabaab. Hapo Rais Eddie akaiweka video ya wanafunzi hao walivyokuwa wametekwa na kupatiwa mateso mbele ya kamera. Maskini ya Mungu. Judy alizungumza mara baada ya chenga nyingi kuonekana kwenye video hiyo. Hapo ndipo walipojitoa muhanga. Kumbe nchi imepitia kwenye mapito mengi ya ajabu na hovyo kabisa. Ndio hivyo. Walifanya mipango yao kuhakikisha kwamba wanaitisha nchi na serikali nzima. Lengo lao ni kujipatia nafasi kwenye siasa, na wamepata, na chama chao kitakwenda kuwatangaza yeye akiwa ni mgombea urais na mzee Max akiwa ni mgombea mwenza. Nacheka kama mazuri. Kweli hao majambazi wanakwenda kuongoza nchi gani? Na ndio maana kuomba hii vita iwe ni ya kwetu sote. Tupambane ni kurudisha madarakani, ukainyoshe nchi. Eddie, niombe uzima. Mwenyezi Mungu akapate kunisaidia afya nirudi haraka iwezekanavyo, ili nikiingia ulingoni niingie kwa nguvu zangu zote. Hapo sawa. Eddie alizungumza kwa furaha huku akigongeana tano na Judy. Naam. Mlango wa chumba cha hoteli alipokuwa Nadia ukagongwa. Akaufungua huku mkono wake wa kulia ukiwa umeshika bastola kwa nyuma, kwani toka Ryan na wenzake waweze kutoroka, hamwamini mtu yote ndani ya nchi ya Russia. Mkuu, ndege iko tayari. Msaidizi wake alizungumza, na ndipo Nadia akafungua mlango wote. Akaichomeka bastola kiunoni mwake kwenye mkanda wa suruali iliyokuwa amevaa. Akavaa pale koti kubwa la baridi linalofika mpaka magotini. Alivaa miwani ambayo wanawake wengi wa nchi ya Russia hupenda kuvaa. Msaidizi wake akabeba begi na wakatoka ndani hapo. Wakaongozana na wanajeshi wa nchi ya Russia ambao wamepewa jukumu la kumlinda. Wakatoka ndani ya hoteli hiyo na kuingia katika gari aina Range Rover Sport na kuelekea uwanja wa ndege. Nimebadilisha mawazo. Nahitaji kuelekea nchini Tanzania. Ila mkuu, mama alisema tukurudishe makao makuu. Nimekwambia nahitaji kuelekea nchini Tanzania. Sawa. Msaidizi wake huyo akapiga simu kwa marubani na kuwataarifu juu ya safari ya kuelekea nchini Tanzania. Wakafika uwanja wa ndege na safari ya kuelekea nchini Tanzania ikaanza. Mkuu, kuna simu yako. Mhudumu wa ndege alizungumza. Nadia akaipokea simu hiyo na kuiweka sikioni mwake. Mwanangu, nimesikia umebadilisha safari unaelekea Tanzania. Ndiyo mama. Unakwenda kufanya nini jamani Nadia? Si ubaki hapa. Mama, nakwenda kuangalia mazingira. Hatuwezi kukaa huko na kuongoza wale wapuuzi kwa kuwapa amri tu. Wanapaswa kuweza kuongozwa na mtu akiwepo pale. Si unajua uchaguzi upo karibuni. Nataka nikasimamie yule makamu apate uongozi. Nadia, nakusikia mama. Kuwa makini. Usijali, Tanzania ni nchi yetu na hakuna baya litakaweza kunipata nikiwa nchini Tanzania. Ila si unatambua wale washenzi wametoroka. Najua, na hiyo itakuwa njia nzuri kwangu, kwani najua hawana pa kwenda zaidi ya nchini Tanzania. Sawa mwanangu, ukifika hakikisha unanifahamisha na nitakuangalia pale upate ulinzi mzuri. Usijali mama, nahitaji kuwa mtu wa kawaida, kwani sitohitaji kuweza kuongozana na walinzi. Upelelezi wangu ninaofanya kwenda kuufanya nahitaji kuufanya chini kwa chini, sihitaji kuongozana na kundi kubwa la watu wakinilinda. Haya, sawa, kuwa makini mwanangu. Hakuna shaka mama.
Nadia alikata simu na kumrudishia mhudumu, akaikunjua siti hiyo na kisha kalala. Naam, msikilizaji, upande wa pili tukirudi ni Afrika ya Kusini. Asubuhi na mapema, mara baada ya kupata kifungua kinywa, wakaondoka katika ngome ya Ghost, huku wakiwa katika msafara wa gari 7, gari 2 zenye uimara wa kutokupitisha risasi. Akapanda Ghost, dereva, Lisa na Cleopatra, huku gari inayofuata nyuma yao wakiwa wamepanda wazazi wa Lisa pamoja na Linda akiwa na mwanae, huku gari 5 zikiwa zimejaa walinzi wenye bunduki na gari zote 7 zilikuwa zinafanana kwa muonekano. Msafara kama wa rais, Lisa alizungumza huku akiwa amejawa na furaha. Unajua nchi kama hii Afrika Kusini, uhalifu upo nje. Watu kuuliwa ni jambo la kawaida sana, na bahati mbaya watu wa huku wengi wanamiliki silaha. Wengine wanamiliki kihalali huku wengine wakimiliki kimagendo. Hivyo kuwa na walinzi wengi, hususan kwenye mizunguko ya wazi kama tunayoifanya leo, ni jambo la muhimu. Ghost alizungumza huku akiwa amekaa siti ya mbele. Babu. Ndiyo mjukuu wangu. Baba lini atarudi? Swali la Cleopatra lilimfanya Ghost kwanza shushe pumzi taratibu. Atarudi tu mjukuu wangu. Angekuwepo leo naye angefurahia. Ni kweli kabisa angefurahia. Ghost alijibu kwa tabasamu, ila ukweli na ufahamu kitu ambacho kinaendelea. Usijali mwanangu, baba atarudi hivi karibuni, Lisa alijibu huku akimkumbatia Cleopatra. Naam, upande wa pili tunapata kumwona Naima akimuuliza mzee Max kwamba mzee wangu, mbona kujumuika kwenye safari? Naima alimuuliza mzee Max huku akiwa wapo kwenye chumba kikubwa cha mawasiliano, huku msafara huo wa Ghost na familia yake ukiwa unafuatiliwa kwa satellite pamoja na drone ambazo zimefungwa risasi maalum. Endapo mtu atakuwa na lengo la kuwashambulia msafara huo, basi atashambuliwa na watu waliokaa katika chumba hicho kabla hata hawajamdhuru Ghost, na simamia ulinzi wake. Okay, sawa. Naima, ndio mkuu. Hujapata mawasiliano yoyote na Ryan au kuwasiliana naye hivi karibuni? Mzee Max aliuliza swali hilo huku akiwa anamtazama Naima usoni mwake, kwani kwa ujuzi alionao katika kupeleleza atapata tu jibu la uhakika kupitia macho ya Naima, hata kama atamjibu kitu cha utofauti na alichokuwa amemuuliza. Bwana hivi unadhani Naima ataweza kumpiga chenga mzee Max swali hilo alilokuwa ameliuliza ili asimtilie mashaka? Lakini pia Ryan anaelekea nchini Tanzania na Nadia naye anaelekea nchini Tanzania. Nadia ni mtoto wa Scorpion, yani inamaanisha Nadia ni mtoto wa mwanamama anayeitwa Katha. Yani kwa kifupi, Nadia baba yake ni Rais Eddie. Nini unahisi kitaendelea? Bana, usikose kufuatilia kigongo cha huu mzigo wa ICU Kilumi. Hii ni chapter 5. Mimi naitwa Uncle J. Mzigo umetayarishwa na kuandaliwa na Edazeria G. Msulwa. Asante na kwaheri.